Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya 11 ya simulizi yetu nzuri iitwayo The Journalist. Tukatumishia pale mpo Rashid alikuwa ameenda katika kijiji cha Kaengesa huko Sumbawanga kwenda kumchukua BBA. Na baada ya kuwa amemchukua alikuwa ameamua kuondoka naye. Baada ya kutembea kwa kama saa moja hivi na nusu, mwanaume aliingiza gari sehemu ambayo ilikuwa na miti kadhaa kisha kazima na kumtaka mwanamke huyo awe kimya. Ni kweli baada ya dakika 5 zilipita gari 3 zikiwa zinaelekea kule ambako alikuwa ametoka zikiwa zipo kwenye mwendo mkali, hali ambayo ilimfanya Fania kuweza kutetemeka kwa hofu kubwa ndani yake. Hao wamekuja kwa ajili yangu? Ndio, na wanaweza kuwa baadhi ya watu kwa sababu wataamini kwamba wanakuficha. Asiwezi kuruhusu watu wasiokuwa na hatia wafe kwa sababu yangu mimi. Naomba nirudi. Una hakika una akili timamu wewe binti? Mimi siwezi kabisa kwenda na wewe. Akiwa anahangaika kutaka kushuka kwenye hiyo gari, alipigwa kofi kali kwenye shavu lake mpaka akili kamkaa sawa. Jaramu amekufa. Watu kadhaa wamekufa akiwemo Aaron rafiki yake kwa ajili ya usalama wako, alafu wewe unajifanya hujali lolote kuhusu ile mpuzi wewe. Unahisi mimi sina mambo ya kufanya mpaka nimesafiri kutoka Dar es Salaam na nimehatarisha uhai wangu na kuharibu maisha yangu ya amani ambayo nilikuwa nimeamua kuishi ili wewe tu uniletee ujinga wako hapa, sio? Nina uwezo wa kuua watu wote hao, ila unatakiwa wewe uwepo kwenye sehemu salama kwanza, ila sijali hata hivyo. Kwa hiyo kama unaona una ufahari wa kushindana nao, toka kwenye gari yangu uende huko waliko mjinga mkubwa wewe. Mwanaume alikuwa ameongea kwa sauti ya ukali na kumsukumia binti huyo nje ili aende huko ambako alikuwa anataka, maana aliona kama vile wanaanza kupotezana muda. Lakini binti mwenyewe akarudi ndani ya gari kwa sababu ni kama vile alikuwa anatafuta kubembelezwa na mtu ambaye hakuwa na muda wa hayo mambo kwa wakati huo. Alirudi kwenye gari na kuondoka huko akiwa amerudi rasmi kwenye ule ulimwengu wa kuwindwa kama zamani. Tukatumishia hapo msikilizaji katika sehemu ya 10, tuende katika sehemu ya 11 ya simulizi yetu The Journalist, Tone la Damu, iliyotungwa na mtaalamu Fabian Babuya na kusimuliwa na director Owen kutokea hapa Simulizi Max. Unaipata kupitia YouTube channel Simulizi Max, Android application SMX app, WhatsApp 0677 062 012. Burudani inaendelea. Ubaridi ndio ambao ulikuwa umemshtua na kumkumbusha kwamba bado alikuwa salama. Ulikuwa ni usingizi mzito ambao ulikuwa umemvaa, hivyo hakujua alilala kwa muda gani na wakati huo alikuwa wapi, ila alitambua kwamba ilikuwa ni asubuhi. Fania ndiye ambaye alikurupuka usingizeni na kujinyosha. Hapo ndipo akakumbuka jana yake ilikuwa ni hapo ndipo alikumbuka jana yake ilivyokuwa. Hakuwa na amani tena. Alisimama na kujikagua kama mwili wake ulikuwa uko salama. Alihema kwa nguvu baada ya kutambua hakuwa ameguswa kwenye mwili wake, hivyo alikuwa salama. Alikuwa yuko mwenyewe kwenye kitanda bora na safi kabisa ambacho kilionyesha kuwa alikuwa yupo kwenye nyumba bora kama sio hoteli ya bei kubwa. Alisogea dirishani ili aweze kutambua alikuwa wapi kwa wakati huo. Alikuwa anaona hali ya milima na mijengo ya mji kwa mbali, ila bado hakufanikiwa kujua alikuwa yuko eneo lipi, hivyo akaamua kutoka nje kuweza kukutana na mwenyeji wake. Eneo hili lilikuwa limetulia. Hakukuwa na kelele kabisa eneo hili. Ni watu wastaarabu ambao walikuwa wanaonekana kuishi kwenye hiyo mitaa. Alitembea mpaka nje kabisa akiwa amejifunika shuka, ndipo akatoka na kukutana na uzio mkubwa. Ni jumba la kifahari lilikuwa. Halikuonyesha hali ya maisha ya kawaida. Ile gari ambayo bila shaka ilikuwa imetumiwa usiku aliiona ikiwa imeoshwa na kuonekana kuwa safi kabisa. Kuna nyumba ambayo ilikuwa kwa upande wa pili, ila yenyewe haikuwa kubwa kama ile ambayo alilala. Humo ndani ilikuwepo gym ya mazoezi. Alimuona mwanaume akiwa na bandage ndogo kwenye mbavu na kifuani akiwa anafanya mazoezi. Alikuwa anaangalia kupitia dirishani sehemu ndogo ambayo ilikuwa wazi. Aina mazoezi ambayo bwana yule alikuwa anayafanya pamoja na yale majeraha yake yalimtisha sana. Hakuonekana kuwa mtu ambaye alikuwa amemfikiria, kwa hiyo alisubiri bwana yule aweze kumaliza ndipo aweze kufanya mazungumzo, maana jana yake alijikuta akiwa amechoka baada ya kutembea kwa muda mrefu, na alipokuja kushtuka ndipo akajikuta akiwa kitandani asubuhi. Bila shaka unajiuliza kwa sasa uko wapi? Ilisikika sauti kutoka mlangoni. Ile sehemu ambayo alikuwa ameketi ni sehemu ambayo ilikuwa ndani karibu na bustani ndogo hivi ambayo ilikuwa iko nyuma ya ile nyumba. Mpaka sasa sijui lolote ile ambalo linaendelea kuhusu maisha yangu mwenyewe. Sasa nitajuaje hata mali nipo? Historia ya zamani imeandika kwamba lilikuwa ni jiji la Wasafwa wakati Wanyakyusa walikuwa bado hapo Morogoro. Ilipo asili yao, lakini maisha yalibadilika. Na nani angejua kwamba Wanyakyusa ndio ambao angelikuja kuwa miliki halali wa jiji hili? Unamaanisha tuko Mbeya? Upo sahihi kabisa, tumefika Mbeya. Usiku mzito sana ndio maana nilala. Sasa wewe umelala kwa muda gani? Kwenye maisha yangu nilizoea kulala kwa masaa 3 tu. Hivyo kwangu ni jambo la kawaida sana kulala kwa muda mfupi, hata isikusumbue. Naweza kufahamu sababu zipi ambazo zimekufanya wewe uwe tayari kuacha mambo yako na kuja kunisaidia mimi?
Hilo jambo kwa sasa hivi halina umuhimu wowote ule kwako. Wewe unatakiwa kuangalia kwamba upo hai basi. Ndio jambo pekee ambalo ni la muhimu sana kwenye maisha yako. Tunazungumzia maisha yangu, hivyo kwangu ni muhimu sana kuweza kutambua hili. Umewahi kuua mtu hata kwa bahati mbaya? Mimi sio muuaji. Basi hata kama ukijua sababu ya msingi hautaweza kuielewa. Try me. Kwanza inabidi turudi nyuma kuanzia maisha yako, kwa sababu nataka kujua kila kitu bila kujalisha kwamba hivyo vitu vitakuumiza au vipi. Kisha baada hapo ndipo utaweza kujua mimi ni nani, ninafanya nini na kwa nini nimekubali kuja kukusaidia wewe, mtu ambaye haunihusu kwa lolote kwenye maisha yangu. Nipo tayari. Fani alikuwa mpole kwa sababu alitambua hakuwa na watu wengine ambao walikuwa wanajali kuhusu uwepo wake hapa duniani. Hivyo kwa wale wachache kama huyo bwana alitakiwa kuwa nao vizuri, hususan nyakati ambazo hata yeye mwenyewe alitambua kuwa uwepo wake ulishajulikana. Unajua sababu ya kaka kuuawa? Ndio. Unajua sababu ya wewe kuwa hai mpaka leo? Jerome. Vizuri. Sasa nataka kujua ni vitu gani mliongea na Jerome baada ya yeye kubadili mawazo ya kukukabidhi wewe kwa wale watu ambao walitaka kukuua, na ilikuwaje mpaka huyo mwanamke mwingine akakubali kubeba nafasi yako wakati alijua kabisa anaenda kufa? Asiwezi kuisahau ile siku ambayo nilikuwa na furaha kwa sababu nilikuwa nimerudi kwenye taifa langu, taifa ambalo nilizaliwa tena nikiwa na yule mwanaume ambaye niliamini mbingu zimeniandalia mimi niweze kuwa naye kwenye maisha yangu yote. Ni kweli nimekosea kakaangu, na mimi ndiye sababu kubwa sana ya kuweza kufa. Mwanaume pekee ambaye alikuwa tayari kujitoa kwa lolote kwa sababu ya mdogo wake. Mwanaume ambaye kwangu alikuwa ni kama Mungu wa pili hapa duniani. Alifanya kila jambo kwa kunitanguliza mimi. Muda mwingine nilikuwa namuonea mpaka huruma, kwani hakuwa akijijali yeye. Alikuwa anajali sana furaha yangu kwanza, na kwa hilo sina uhakika kama nitakuja kujisamehe kwenye maisha yangu. Ni siku ambayo Jerome hakuwa na la kabisa. Alikuwa mnyonge kuliko nilivyokuwa namjua mimi, japo hakutaka kuniambia sababu yeye kuwa mnyonge namna ile. Aliniambia tunatakiwa kuondoka. Tuondoke twende mbali ambako hakuna mtu ambaye angeweza kuja kutupata, wala sehemu ambayo haina hata uwezekano wa kuona na vyombo vya habari. Ukweli ni kwamba mimi nilikuwa tayari kufanya jambo lolote lile ambalo yeye alikuwa anahitaji, ila kwa jambo lile tena ghafla namna ile lilinipa mashaka, nikataka kujua sababu yake ni nini. Moyoni mwangu nilikuwa tayari kuondoka na, ila tu kama ningejua sababu za msingi za yeye kuhitaji mimi na yeye kuenda mbali na maisha ya watu. Wasiwasi wangu mkubwa ilikuwa ni kwamba labda alikuwa na mke na ndio maana alikuwa anataka twende mbali. Sikuwahi kujiwazia kwamba mwanaume mwenye muonekano mzuri kama yule anaweza kuwa ni mhalifu au muuaji. Hakuwa na hatia ukimtizama usoni mwake. Alikuwa ni mwanaume ambaye kila mwanamke angemwona basi angehitaji liwe fungu lake. Nadhani makosa yangu makubwa yalikuwa ni yenye kupumbazwa na sura yake pamoja na soga ambazo alikuwa anajua sana kuzipanga kwenye mdomo wake. Kama ningejua uhalisia wa maisha yake, basi ile siku tu ya kwanza kule Maldives nisingempatia nafasi ya kumsikiliza. Ile ndio siku ambayo ilibadilisha maisha yangu yote. Sasa baada ya kumbana sana, alionekanika kuwa na hofu kwenye uso wake. Alikuwa na mashaka kupitiliza, ila aliniambia kwamba alikubali kuniambia ukweli kwa sababu hakuwa na namna, ila kama kungelikuwa na namna nyingine basi sikutakiwa kujua lolote lile. Alifunga mlango kabisa. Alianza kunitisha. Haikuwahi kutokea hata siku moja sisi kufanya mazungumzo mlango ukiwa umefungwa kwa makusudi. Hisia zangu zikaniambia kuna jambo halikuwa sawa mpaka wakati ule, na nakumbuka vyema mazungumzo yote yalivyokuwa. Epifania anaenda kukuambia mambo mazito ambayo huenda haukuwa tayari kuyasikia au kuyapokea kwa wakati huo, ila hakikisha unanisikiliza mpaka mwisho. Alisisitiza sana kwa yale maelezo ya mwanzo kabisa ambayo aliyawekea kituo kunisubiri mimi hapa nimpe ruhusa ya kuweza kuendelea kuongea. Mimi sio yule mtu ambaye uaga unadhani unamzania kwenye maisha yako. Unataka kusema ni Jerome. Mimi si tu Jerome Fania. Excuse me. Nilishangaa na kushtuka kwa wakati mmoja kwa sababu nilikuwa naambiwa habari za kushangaza ambazo kwangu hazikuwa na maana yoyote ilikuwa wakati ule. Jina langu naitwa Sadiki Milayo. Mimi ni afisa usalama wa taifa na nimefanya kazi nyingi za kijasusi, lakini sikuishia hapo, bali pia mimi ni muuaji. Maelezo yake mafupi yalitosha kabisa kuifanya miguu yangu kuanza kutetemeka na kukosa balance. Nilishtuka tu nikiwa nimeangukia kwenye sofa, maana nilihisi kama kila kitu kwangu kilikuwa njozi. Aliendelea kujinafasi bwana yule. Mimi kuja Maldives haikuwa bahati mbaya, wala kukutana na wewe haikuwa bahati mbaya, bali ilipangwa hivi. Why? Niliuliza kwa mshangao na hasira ndani yake nikiwa natetemeka. Kwa sababu mnatakiwa kufa Fania. What? Mtu ambaye anahitajika ni kaka yako, lakini kumpata kaka yako ni lazima kwanza upatikanike wewe ndo urahisishe kazi.
Unataka kuniambia kwamba ulikuja kunilagai mimi ili uweze kutua? Yaani bora hata kama ningelikuwa na waua mimi. Kuna watu ambao wameandaliwa kwa ajili ya hii kazi. Siwezi na sitakuja kusamehe kwa hili kwenye maisha yangu yote. Muda huu nawapigia polisi waweze kukamata wewe hapo na washenzi wenzako, shetani mkubwa wewe. Farani, sikiliza kwa makini. Hili swala hakuna polisi yote hapa Afrika ambaye anaweza kusaidia wewe, kwa sababu ambao wanahitaji nyemfe ni watu wakubwa sana. Unamaanisha nini? Rais ndiye ambaye anahitaji nyeo muweze kuuao. Rais hawezi kufanya jambo kama hilo. Na kuapia Jerome mtaishia sehemu mbaya sana, kwa sababu haujui nafasi alionayo kakaangu. Nadhani asila zinakuendesha kwa sasa hivi, na ndio maana uweze kunisikiliza kwa makini. Muda kakako hana uwezo wa kukulinda wewe, kwa sababu yeye ndiye mtu anatakiwa kufa ila wewe hapo ni chambo ambao utatumika wewe kukamilisha hili swala. Tumewakosea nini sisi? Zuberi Kaigwa ambaye ni rais wa Tanzania, watu wengi sana wanamjua kama ni mtu bora sana, lakini sio kweli. Hata uchaguzi hakushinda, bali aliiba na kuua watu. Takriban watu 500 walikufa wakati ule, na jambo hilo likafanyika kuwa siri nzito sana ambayo hakuna mwanadamu alitakiwa kuijua nje ya wale watu wake ambao walikuwa wanatakiwa kujua. Ila shida kubwa ilikuja ni kwamba ila baadaye iligundulika kwamba alikuwa anajua yote na alikuwa ana ushahidi wa kuweza kumpindua rais madarakani. Kama siku ushahidi huu hapa ukija hadharani. Hilo ndilo jambo ambalo lilimfanya kaka yako kukupeleka wewe mbali sana na sehemu ya siri, kwa sababu tu alijua siku akija kutoa huu ushahidi ungekuwa ndio mwisho wake yeye, ila alitaka wakati anafanya hayo wewe uwe sehemu salama ambayo hakuna mtu ambaye angeweza kuja kukufikia. Lakini alifanya makosa makubwa sana mawili, ambapo moja alifanya itambulike kwamba ana huo ushahidi, lakini kosa la pili lilifanya tujue mahali ambapo wewe upo. Kosa la kwanza ni kumfuata mwandishi Jose Sangai ambaye alimgusia jambo hilo la rais kuingia madarakani kwa utapeli, mauaji na dhuluma bila kujua kwamba mwandishi mwenzake yule alikuwa ni kibaraka wa rais. Kosa la pili, wakati akiwa anataka wewe uende nje, alikuwa ametumia njia za panya kukamilisha pasipoti yako na kupata visa, ila hakutambua kwamba maeneo hayo yalikuwa na wanoko, hivyo kwa baadaye zilipokuja kuhitajika taarifa za wapi ulipo wewe, alikuwa jambo ambalo tulitumia muda mrefu kuweza kuwa na taarifa zote hizo. Baada hapo hilo kutambulika, ndipo nilitumwa mimi hapo kuja huko kwa ajili ya kuja kukuandaa ili nikurudishe Tanzania uweze kukamilisha mpango huu hapa wa kuuao kwa kakako. Na kule Mardeves kakako alikuwa ameajiri watu ambao walikuwa na kulinda bila wewe kujua. Wale niliwaua hata kabla ya kufikia wewe. Paka bado nilikuwa nimelia mpaka nikatamani ardhi niimeze kabisa, lakini haikuwezekana. Nilikumbuka yale maisha ya kule Mvwawa. Nilikumbuka namna kakaangu alivyokuwa ameteseka kwa kisha mimi na kuwa aliteseka, alidharaulika na kunyanyaswa sana mwanaume yule, lakini alihakikisha kwamba mimi naishi maisha ambayo ni mazuri, ila kwa sababu ya genye zangu tu ndo nilikuwa nayaponza maisha yake. Sikujiona kuwa na maana tena kuendelea kuishi duniani. Kwa hiyo haukuwahi kunipenda mimi. Yale yote yalikuwa ni maigizo ili kuweza kutimiza malengo yako Jerome. Nilikuwa nimeuliza kinyonge sana kwa sababu sikuona kama nilikuwa na safari ndefu ya maisha yangu. Nilikuwa naona kiza kila sehemu bila msaada wote ule. Kama nisingelikuwa nakupenda nisingekuwa nakwambia haya yote na mpaka muda ungekuwa umekufa. Unahisi ili ndilo litanifanya mimi nikusamee au kukuona malaika mbele yangu? Fanya sipa kwa ajili ya kuomba msamaha, kutia huruma kwako, na sikuwa hata na haja ya kujieleza kwako, kwa sababu mimi nafanya kazi kwa kufuata amri za wakubwa wangu. Na kuambia haya kwa sababu mbili. Moja, kwa sababu nakupenda. Na pili ni kwa sababu mimi mwenyewe hapa natakiwa kufa pia. Kwa hiyo nahisi kwamba mimi ndiye ambaye nitakusaidia wewe kuwa hai. Unahisi mimi najali kuwa hai? Sijali kuhusu hilo, ila kuna jambo ambalo napaswa kulifanya kabla ya kuweza kufa. Kama mngehitaji kumua kakaangu, mngemua kabla hata ya kuja kwangu. Kulikuwa na sababu gani za kuhitaji mimi niwepo? Nilichoka baada ya yeye kuweza kunisimulia namna jinsi ambavyo mpango mzima ulivyokuwa umesukwa, na nilishtuka kuona mimi ndiye ambaye nilikuwa sehemu nzuri sana ya kuingizwa kwenye mauaji ya kakaangu kwa kuyahusisha yale magenge ya madawa kulevya. Nilijisikia vibaya mno, na wakati ule nilitamani baada ya pale hata kama bwana yule asingeniua mimi mwenyewe, au hata nikeshindwa kujiua mwenyewe tu basi, maana sikuwa na imani kama hata ningeweza kumwangalia kakaangu machoni baada ya yale yote ambayo nilikuwa nimeyafanya. Ushapata ulichokuwa unakitaka, unataka nini tena kwangu? Wewe utakiwe kufa. Wote tunajua kwamba haujali lolote kwenye maisha yangu Jerome. Unaweza kuwa na hasira na mimi utakavyo, ila hata nisinge kuja mimi basi wangetuma tu watu wengine kwenye hili
kwenye hii kazi, na hao watu wengine wangelikuwa wamekukabidhi kwa hao watu ambao wangeenda kukubaka na kisha kuja kukuua hadharani, kila mtu akakuona bila nguo. Kwa hiyo ukiweka mbali jeuri yako ambayo umeanza kuitengeneza, unatakiwa kumshukuru Mungu wako, mimi ndiye ambaye nilikuja kule. Wewe ilitakiwa tangu usiku niwe nimeshakabidhi kwa hawa watu, ila walitambua kwamba nimekupenda tayari, hivyo wamenipa siku 2 ndio nimekabidhi kwao, ila mimi pia nimegundua kwamba natakiwa kufa. Wewe umejuaje kama unatakiwa kufa? Unakumbuka ulinikuta sebleni usiku nikakwambia nilitoka kupunga upepo? Nakumbuka. Wale watu walikuja na kuvamia pale nyumbani wewe ukiwa umelala, ila niliwafuma, na kwa mazingira yalivyokuwa ni wazi kabisa walikuwa wamekuja pale kwa ajili ya kuja kuniua na kukubeba wewe kwa nguvu, ila baada ya kutambua kwamba nimewashtukia ndipo akanipa hizo siku 2 nikupeleke mwenyewe. Sasa hali ile ilinifanya mimi nitafakari upya na kugundua kwamba hata nikifanya wanavyotaka wao ni lazima tu wangeniua, ila sikuwa na uhakika na hilo. Hivyo nilikuwa nataka kujihakikishia kwanza kabla ya kukurupuka kwenye kufanya maamuzi. Jose Sangai ndiye alikuwa mtu pekee wa kuweza kunijibu ambaye nilihakikisha, ndipo nimemuua. Hivyo wakati ule unanikuta ndio ambao nilikuwa nimetoka kumuua, na nilikuwa nawaza maamuzi ya kuweza kwenda nayo. Kwa hiyo kama usingejua kwamba watakuwa mimi, ungenikabidhi kwao. Ndio. Wewe ni mshenzi na mbinafsi sana, na kuchukia mpaka kwenye unyayo wangu. Wewe ni mwanamke msomi ambao unatambua kwamba hauna uwezo wa kufa kwa ajili ya mtu mwingine, labda tu ndugu yako wa damu ambaye unampenda sana. Mimi sina ndugu kama wewe, na wewe tumekutana tu kwa muda mfupi tu. Kwa hiyo unahisi kwamba naweza kufa kwa sababu yako? Mimi nilikubali mpaka kwenda kinyume na kaka yangu mshenzi mkubwa wewe. Utofauti wangu mimi na wewe ni kwamba wewe ulikuwa unaendeshwa na mapenzi, lakini mimi nilikuwa nipo kazini, ndipo baadaye nikakupenda. Kabla sikuwa nakupenda, na wala hatukuwahi kuzungumza, na sikuwahi kuwa na mpango na wewe. Mapenzi yamenikutia kazini, na hata hivi bado nilikuwa naweza kukukabidhi hivi bila kukuambia, na mpango wangu ukaendelea kama mwanzo tu. Kwa hiyo nakwambia haya kwa sababu nakupenda, japo najua kwa sasa hivi haitawezekanika hata mimi mwenyewe kuwa na wewe. Unataka kusemaje? Mimi siwezi kuwaokoa wote. Unamaanisha nini? Kati yako wewe na kaka yako ambaye anapaswa kuishi ni mmoja. Bila shaka unanitania. Nisikilize bibi, mpaka nakwambia ukweli ujue sipo hapa kupoteza muda wangu. Kuna mawili tu ambayo yanawezekanika kwa sasa hivi. Ni labda afe kaka yako au mfe wote, jambo ambalo mimi siwezi kushauri lifanyike. Hapo ndo unajifanya unajali, si ndio? Kwa sababu kama wewe ukitambulika kwamba upo hai, watatuma watu kwa ajili ya kuendelea kukutafuta, na na imani kwamba hautamaliza hata masaa 72 watakuwa wameshakupata, na hao watu wengine ambao watakupata hawatakuwa na huruma kama mimi. Watakubaka kwanza kabla ya kukupeleka kwa hao watu ambao nao pia watakubaka na kukuchangia wanaume wengi, kisha ndipo watakuua. Hivyo kakako ni lazima afe. Kwa nini unahisi mimi nataka kuwa hai? Unatakiwa kuishi mpaka siku ambayo utashuhudia haki kitendeka. Haki? Ndio. Haki ipi ambayo wewe unaizungumzia hapa? Mimi kwa sasa sina uhakika wa kuishi, lakini kuna ushahidi ambao upo kwa ajili ya hawa watu nitakupatia. Na rafiki yangu mmoja hivi ambaye nitakukutanisha naye kesho. Huyu naye anajua kila kitu kuhusu mimi, ila yeye hahusiki kabisa kwenye hili kwa sababu yeye ni afisa usalama wa taifa ambaye yupo kwenye idara. Kama ikitokea mimi nikifa, basi yeye atakusaidia wewe kumpata mtu ambaye atakuja kuifanya kazi ya kuweza kuwateketeza hawa watu. Kwa kazi yake huenda naye pia siku moja akaja kufa. Kwa hiyo mtu pekee ambaye atabaki kwa ajili ya hili ni wewe tu pekee. Maana yake ni kwamba kama ukiwa hai, kutakuwa na uhakika wa kuweza kulifanikisha jambo hili, na ujue kwamba haufanyi haya kwa ajili ya kuja kulipa kifo cha kaka yako tu peke yake, bali unaenda kuyapigania maisha ya Watanzania wengi sana ambao kwa baadaye wanaenda kufa bila kujua. Nilia sana siku ile baada ya mwanaume yule kuelezea mengine mengi tu ambayo yalikuwa yanaenda kufanyika, na uamuzi ambao ulitakiwa kufanyika kwa wakati ule nikiwa naongea naye. Naomba nikamwaga kaangu na nimuombe msamaha kwa haya ambayo yametokea. Hili ni kosa ambalo halitakiwi kabisa kufanyika. Jambo pekee ambalo wewe utakuja kulifanya kwenye maisha yako kwa miaka ya huko baadaye ni kuja kuliona kaburi lake tu, ila kwa sasa hivi hautakiwi kuonana naye wala kumuona tena, zaidi ya kumuona tu kwenye runinga tu, na baada ya hapa utatakiwa kwenda mbali. Aaron ndiye ambaye atakupeleka huko. Yalikuwa ni maamuzi magumu, ila baada ya kunielewesha kwa muda fulani sikuwa na namna zaidi ya kukubaliana nayo. Zilikuwa nyakati ngumu sana na za giza kwangu, lakini ni kama ndiko nimeandikiwa kwamba zile nyakati mbaya zaidi zilipaswa kuwa sehemu ya maisha yangu. Ningefanya nini mnyonge mimi? Nilikubali kwenda mbali, nilikubali kumuuza na kumsaliti kaka yangu,
Nilikubali yote ambayo alikuwa ameniambia kijana ule mshenzi ambaye kwenye maisha yangu hakuwa na maana tena, ila moyoni nilijua hakuwa na namna, kwa sababu hata kama asingekuwa yeye, basi kuna mtu mwingine ambaye angeweza kuifanya ile kazi, na nilikuwa na bahati ya kuifanya ile kazi. Alikuwa ni yeye ambaye alifanikiwa hata kuniambia ukweli wa mambo jinsi yalivyokuwa yanaendelea. Mimi nitaishi vipi hao watu wasijue? Kuna binti ambaye anatakiwa kutolewa sadaka. Yaani kwamba unamaanisha kuna mtu mwingine anatakiwa kufa ili mimi niishi? Sidhani kama nitakuwa tayari kwa hili. Yaani binti ambaye alikuwa anahitaji kujiua, ila nilimuomba awe na sababu ya kufia. Nilimshawishi sana abaki hai, lakini maamuzi yake alikuwa ni kujiua. Kwa hiyo huyu ndiye ambaye tutamtumia kwa niaba yako, na yeye amekubali kufa kwa ajili ya kukiokoa kizazi kijacho. Yule bwana alikuwa anaonekana kama alikuwa anatafuna kalanga vile. Binafsi sikuwa naamini kama inawezekanika mtu kirahisi tu vile akubali kufa kwa ajili ya mtu na watu wengine ambao hata hakuwa akiwajua kwenye maisha yake. Mpaka pale ambapo nilikutana na yule binti, ndipo nilitambua kwamba hapa duniani tunatofautiana sana, na kila mtu alipangiwa namna yake ya kuweza kuishi na kufa. Kwani yule binti alikuwa amekusudia kuweza kufa kweli, na hakuwa tayari kabisa kuweza kubadilisha mawazo yake. Kwa akili yangu nilihisi kwamba yule binti ndiye ambaye angelikuwa wa mwisho kufa, lakini si kwa sahihi. Nilikuwa nimejidanganya pakubwa sana, kwa sababu jambo ambalo lilifanyika ni kwenda kufanya upasuaji wa sura, ambapo yake nilipewa mimi na yangu kama amepewa yeye. Na baada ya pale sasa ndipo niliambiwa hatua ambayo ilikuwa inafuata, lakini wakati nikiwa naambiwa hatua hiyo ambayo ilikuwa inafuatwa baada ya pale, ndio wakati ambao mimi sikuwa najua kwamba nilikuwa na gana moja kwa moja na Jerome ambaye ni Sadiki. Baada ya pale sikuwahi kumuona tena kwenye maisha yangu mpaka ulivyonipatia taarifa hapa kwamba ameuawa. Mpango ulikuwa ni Jerome kwenda na yule mwanamke ambaye alikuwa na sura yangu. Mwanamke yule alifanywa upasuaji mdogo, ambapo alifutiwa kumbukumbu zake zote, kisha akasimuliwa maisha yangu na zikajazwa kumbukumbu zangu kwake, kwa kuwa Jerome aliamini kwamba wakati namtesa lazima angemuuliza maswali ya maisha yangu ya nyuma, na kama mateso ambayo angeweza kuyapata singeweza kujizuia, ni lazima tu angeweza kuelezea. Sasa kama angeweza kukuta hana zile taarifa, huenda wangeshtuka. Baada ya upasuaji kukamilika, wale ambao walikuwa wamefanya ile kazi Jerome aliwaua mbele yangu, na nakumbuka ile ndio ilikuwa siku yangu ya mwisho ya mimi kuongea na kuonana naye. Alinikabidhi kwa Aaron nikiwa sijui kama ndio tunatengana hivyo. Sikuwa tayari kuondoka wakati ule, kwa sababu bado nilikuwa na mengi ya kuongea naye. Nitamani angalau aweze kuniomba hata msamaha tu, ila aliniambia angekuja kuniomba msamaha kama tungelikutana kwa wakati mwingine na sio wakati ule. Aliondoka na yule mwanamke nikiwa naangalia. Maisha yake yalikuwa ni 50-50. Yaani angeweza kuishi ama kufa moja kwa moja. Wakati yule binti mwili wake ulikuwa unapatikanika kule uwanja wa Taifa, mimi nilikuwa naangalia. Hata kangu wakati akiwa anahangaika nilikuwa naangalia kwenye magazeti na kwenye runinga nikiwa na Aaron. Nilijaribu kujiua mara kadhaa kwa hatia ambayo ilikuwa inanitia simanzi muda wangu wote mpaka leo, lakini kila nikikumbuka maneno ya Jerome basi najikuta nikiwa naamua tu kuwa hai. Sikuwahi kumpenda tena, ila nilitamani kuja kumuona aje kuniomba msamaha, na hata sikujua kwamba watu hao wote kwa sasa hivi ni marehemu mpaka ulipokuja wewe. Nimekusubiri kwa muda mrefu sana. Nilikuwa nafikiria hatua ya kukata tamaa kabisa, ya kwamba alishindwa kumpata mtu wake, hivyo ningeishi maisha yale kwa muda, kisha ningeondoka ile sehemu na kwenda nchi za mbali kabisa ambapo mimi na wewe tungepishana. Nilikuwa tayari hata kama wangenikamata wakati naondoka, lakini sikuwa nimetamani tena kuendelea kuishi Tanzania. Fanya alikuwa analia. Machozi yalikuwa yanamshuka kama mtoto mdogo akiwa anampatia muuaji mwenyewe Jonas Jailo historia ambayo hakuwa anaifahamu. Kuna vipande hakumaliziwa kwenye ile video ya Sadiki. Mwanaume huyo alimpatia kitambaa ili aweze kujifuta, lakini wakati huo alimkabidhi maji ili kupunguza maumivu kifuani kisha waongee, kwani mwanamke huyo alikuwa ameelezea mambo magumu ambayo yalimpata na ambayo aliyapitia, hivyo asingekuwa sawa baadaye. Kwenye dunia yangu mimi sikufundishwa kuwa na huruma au kujisikia vibaya pindi mwanadamu mwingine akiwa anapatwa na matatizo, kwa kuwa huo unahesabika kama ni udhaifu ambao kiuhalisia hautakiwi. Lakini nimejisikia vibaya kuona mtoto wa kike umepitia aina hii ya maisha ambayo hata kwa baadhi ya wanaume pia hawana uwezo wa kuyavumilia maumivu yake. Mimi sijawahi kuwa na ndugu wa kike, sijawahi kuwa na mama, wala sijawahi kuwa na mpenzi wa muda mrefu. Kwa hiyo sijui namna sahihi ya kuweza kumfanya mwanamke awe sawa ama ajisikie vizuri. Nimeishi maisha ambayo hayana binadamu ndani yake.
Ni maisha ambayo hayakuwa sawa kwa kijana mdogo mwenye ndoto za kuishi kwa amani, lakini nina uhakika yale yote ambayo yalikuwa yametokea yamekufanya wewe kuwa imara zaidi, kwani umeweza kuyashinda maumivu na kuirudia hali yako ya kawaida. Kwa mtu ambaye ulikulia maisha ya umaskini mkubwa, ukaja ukazipata pesa, kisha baadaye ukaja kuweza kuishi maisha ya hali ya chini kama yale ya Sumbawanga kwa miaka 5 bila kushtukiwa tena ukiwa ni mwenye sura ya mtu mwingine, sio jambo ambalo naweza kulichukulia kimasiara. Mpaka hapa naweza kusema kwamba ni shujaa mkubwa ambaye dunia inakusubiri. Ulimwengu unasubiri siku moja usimulie yale maisha ambayo uliyapitia. Ulimwengu unatakiwa kuisikia hadithi yako ili watu waelewe maisha ambayo watu wengi wanayaishi na hawajui. Kuna somo kubwa watu watalipata kupitia wewe, na utakuwa ni shujaa ambaye utaimbwa daima mpaka siku na kufa. Ile maneno yalimpatia nguvu Epifania. Alijiona yeye kuwa mwanamke nguli. Ile maumivu aliyokuwa nayo kwa sababu aliona fahari kubwa watu watambua uwezo ambao alikuwa nao. Kuna watu walikuwa wanaelewa kwamba kuishi kwake lilikuwa ni jambo kubwa ambalo lilitakiwa kuwa alama ya ushindi kwenye taifa lao. Lakini mpaka sasa mimi sikujua hata jina lako, na umesema kwamba ulikuwa unafanya kazi za hatari ambazo hazikukufunza kuwa na huruma kwenye maisha yako. Naweza kuyajua haya kwa sababu ambazo zilikuwa zimekufanya usiweze kuwa na mwanamke kwenye maisha yako. Mwanaume yule alisimama akiwa ameshika kikombe kwenye mkono wake. Alitembea hatua 2 kisha akakiachia kile kikombe mpaka kikapasuka, jambo ambalo lilimshangaza Fania kwa sababu hakuelewa bwana yule alikuwa anamaanisha nini kufanya vile. Hii ndio tafsiri sahihi ya maisha yangu. Maisha yangu ni kama hiki kikombe ambacho kimevunjika na hakuna namna ya kuweza kukirudisha kama mwanzo tena. Hapa haijalishi utajaribu vipi kukiweka sawa au kukiunga, ila ukweli ni kwamba hakuna mwanadamu mwenye uwezo wa kukirudisha kama mwanzo. Maneno yake yalikuwa ni kama yana mafumbo ndani yake. Fania alikuwa akimuelewa kwamba alikuwa anamaanisha kitu gani. Ukisoma baadhi ya historia za watu ambao walikuwa wameishi nyakati ambazo sisi hatupo, basi unaweza ukatambua kwamba huu ulimwengu wamezaliwa viumbe wa ajabu ambao kuna wakati baadhi ya watu wanakana kujiuliza mara mbili kama watu namna hiyo wamewahi kuzaliwa na wanawake. Ukweli ni kwamba ni Adam peke yake ambaye aliyeumbwa. Si wengine wote hapa tumetoka kwenye miili ya wanadamu. Ukiweka pembeni hadithi za Lilith, hata mimi ni hivyo pia. Nimezaliwa na mwanamke ambaye sijawahi kumfahamu na wala japo kwa mbali, ila haibadilishi maana kwamba nimezaliwa. Nimeishi hadithi ya maisha ambayo mimi sijivunii sana kuweza kuyaishi. Mikono yangu imejaa dhambi nyingi sana. Mikono yangu imejaa damu za watu ambazo hata kuzikumbuka tu zinanitisha mimi mwenyewe. Dunia yetu hii, ukiwa na maisha ya kawaida unaamini kwamba ili uwe vizuri unatakiwa kuwa na nguvu nyingi pamoja na pesa ili umfikie mtu yoyote yule na kwa wakati wote ule ambao wewe unahitaji. Ila ukweli ni kwamba ukiwa na hivyo vitu kwa pamoja, unatambua kuwa vinaweza kukufanya ukawa mtumwa kwa maisha yako yote, na ndio ambayo yamenikuta mimi. Fanya mimi nilizaliwa nikiwa muuaji. Mimi ni muuaji na nitakufa nikiwa muuaji vile. Sijawahi kufanya kazi nyingine tofauti huko nyuma zaidi ya kuua. Nimetengeneza mabilioni ya pesa kwa sababu ya kumwaga damu, lakini nani wa kulaumiwa? Ndio maisha ambayo yalinikuza na kunipa sababu ya mimi kuishi mpaka nilipofika kwenye hatua ambayo mbaya sana. Ndipo nikatambua kuwa kuna maisha mengine ambayo naweza kuyapata baada ya yale. Nilikuwa nafanya kazi kwa mkataba kuua watu duniani kote. Mtu ambaye alitakiwa kufa, hiyo kazi ilifika mkononi mwangu. Hata kama angelikuwa nani, ilikuwa lazima aweze kufa. Jonas waweza kumuita Rashid Mazinde aliketi kwenye kiti na kuanza kudadavua historia ya maisha yake yote. Fania alitakiwa kupewa maisha yote ya bwana huyo ili waweze kuaminiana. Ilitumika masaa 5 mpaka alimaliza kumsimulia maisha ambayo ameyaishi. Fania alikuwa ameloa kwenye mwili wake. Alikuwa akitetemeka baada ya kuyasikia yale maisha yule bwana. Kama angetaka kumuua hata yeye mwenyewe asingemaliza hata dakika moja. Hakujihisi amani wala uhuru. Viumbe vya namna hiyo ukivikela kwa dakika moja tu vinaweza kukupoteza jumla kwenye maisha yako, na hakutaka kuwa sehemu ya mambo ambayo mabaya na magumu kuweza kumtokea. Hauna haja ya kuniogopa kwa sababu nimeshakuwa mtu tofauti. Nina miaka mingi nilikuwa naishi maisha ya uandishi tu na kutubu kwa Mungu mpaka Sadiki alipokuwa amenitafuta kuweza kumsaidia hii kazi. Hivyo kama nilikuwa nataka kuua wewe mpaka leo hii, usingelikuwa umeliona jua na hata usingejua kama nakufa. Unawezaje kuishi namna hii? Unamaanisha nini? Unawezaje kuwa watu zaidi ya 500 na ukaendelea kuishi
kama vile hakuna kitu kimetokea. Wewe kwako kuwa ni dhambi, kwako kifo kinatisha na huenda huwezi hata kulala kwenye chumba cha maiti, ila mimi kuua ilikuwa ni kazi yangu. Nimeua mtu wa kwanza nikiwa bado mdogo tu, hivyo damu imekuwa ni kama sehemu ya maisha yangu. Naweza kuua mtu na nisihisi jambo lote leo, hata kushtuka kiasi kwamba ikafikia hatua nikawa hata siwezi kuipa uzito roho ya mtu, mpaka siku ambayo niliokoka na kuanza kuishi maisha ya kistaarabu, ndipo nikaelewa kwamba hakuna kitu kina thamani hapa duniani kuizidi roho ya mwanadamu. Roho ya mwanadamu ni nzito na ni ngumu sana kuifuta kama ukiibeba, ila mimi hilo nilielewa kwa muda ambao nisingeweza kubadilisha yale yote ambayo yalinitokea. Nilijifunza kwenye maisha yangu kama kile kikombe pale ambacho kimepasuka, kwamba huwezi kuifuta historia yako ya nyuma. Huna uwezo wa kuweza kubadilisha jambo lolote ambalo limewahi kutokea kwenye maisha yako, bali unaweza kubadili mambo ambayo yanakuja baadaye au yanatarajiwa kutokea ama umepanga kuyafanya kwenye maisha yako. Historia yangu hakuna sehemu naweza kuibadili, na ndio maana situmii muda mwingi kuifikiria, maana nimewahi kuijutia kila nilipokuwa nimekwenda kulala na kuamka asubuhi. Hivyo njia pekee ya kurekebisha yale makosa yangu ni kuhakikisha kwamba sitakuwa sehemu ya kuharibu ulimwengu tena, bali uwepo wangu unatakiwa kuwa sehemu ya kusaidia watu wengine, ili nisaidie kutengeneza ulimwengu bora hata kwa kiwango kidogo. Niliapa sitakuja kuua tena kwenye maisha yangu, na ndio sababu kuu sijawahi kujihusisha na siasa wala kuwa karibu na mambo yoyote yale mabaya ambayo yanatokea. Kwa hii miaka hata ningeona watu wamekufa, fulani kaonewa na serikali au huyu kaumizwa, huyo yani sikuwa na muda wa kujiingiza, kwani naelewa madhara ya kugusa damu za watu. Damu ni kama ulevi, kadri unavyozidi kuigusa ndivyo unavyozidi kukuvuta tena uendelee kuigusa nyingi zaidi. Na ndio sababu kubwa sana ambayo waga inanifanya wauaji wengi kushindwa kujitoa kwenye kuwa wauaji. Ugumu wa kuua ni kwa mtu wa kwanza tu. Baada ya pale damu yenyewe inakuwa inakutamanisha wewe kuua watu wengine wengi kwa lazima. Niliamua kuwa mwandishi, niliona kwamba ni njia pekee ya kuweza kuwafikia watu wengi kirahisi kwa kuwapa maarifa, kuwajengea mazingira baadaye yaliyo bora, japo sio rahisi, maana watu wetu nao hawapendi kusoma kwenye maisha yao. Nimeishi maisha ya kusaidia maskini wengi, japo waga sipendi kufahamika. Muda mwingine natembelea misikiti mbalimbali kuweza kuswali na wenzangu, lakini pia kutoa misaada, ambapo mpaka sasa hivi nimejenga zaidi ya misikiti 100 na makanisa 100. Naishi hivyo kwa sasa hivi, na hata hii kazi pia wakati inanikuta sikutaka kuifanya, niligoma kabisa, ila Sadika aliniomba niweze kuifanya kwa ajili yako. Alijua kwamba atakufa, ila alitamani wewe uendelee kuwa hai, na ndio sababu iliyokuwa imeleta mimi Sumbawanga kuja kukutafuta wewe. Kuna mtu mmoja mwenye busara aliwahi kusema kwenye kwamba even the devil is not as evil as he is painted. Alimaanisha kwamba kwa muda mwingine hata shetani pia sio muovu kama ambavyo anachorwa. Wanadamu wanaweza kukudhilishia uovu au baya kwa sababu tu hawajakupenda au umewafanyia mabaya, hata kama haujafikia kiwango kibaya namna hiyo kwenye maisha yako. Jonas alikuwa ni muuaji. Alikuwa ni binadamu ambaye kwenye maisha yake huko nyuma, maisha ambayo alimfanya kuua watu wengi na kufanya familia nyingi kuwa kwenye simanzi kubwa, lakini uhalisia ni je, lilikuwa ni kosa lake? Maisha hayakumpatia nafasi ya kuchagua vingi sana kwenye maisha yake. Hakuwa na msaada mwingine zaidi ya kuitumia nafasi hiyo hapo ili aishi. Mazingira hayakumpa nafasi nyingine zaidi ya kuwa muuaji, na ndio kazi ambayo ilikuwa imemwezesha yeye kuweza kuwa hai na kuendelea kudunda mtaani. Hakuna mwanadamu angefanya tofauti na yeye. Lakini licha ya maisha hayo ya ajabu ambayo alikuwa nayo huko nyuma, bado alipata nafasi ya kuja kubadilika na kuwa mtu bora. Alitumika kuwa sehemu muhimu kubadilisha maisha ya watu wengi na kufanya ulimwengu kuwa sehemu bora. Huenda asingetosha yeye kuweza kufuta aliyokuwa amefanya, ila kwa yale mabadiliko alikuwa anahitaji nafasi ya kusikilizwa na kuwa mfano bora kwa jamii ya watu wake pamoja na Watanzania kwa ujumla. Ila kwa bahati mbaya dunia ingeutumia ule udhaifu wake. Nini sababu ya kutohitaji kuwa na mwanamke karibu yako? Kuhusu upande wa mama, sikubahatika kuwa naye wala kulelewa na mwanamke, jambo ambalo linanipotezea ule upendo wa mwanamke ndani yangu. Hivyo inaweza kuwa ni hatari sana kwa mwanamke ambaye mimi nitakuwa naye kwa baadaye. Lakini kuhusu mpenzi wa kudumu, inatokana na asili ya kazi yangu mimi ambayo nilikuwa naifanya. Hakuna mwanamke ambaye angeweza kuishi na mwanaume anayerudi na kupotea kama umeme. Sikuwa na huruma ndani yangu, hivyo ilikuwa mwanaume bora kwa mwanamke yote ule
kwenye maisha yangu, na najua kama nikijaribu kufanya hilo basi nitaleta maumivu. Lakini pia niliwahi kuwa na ndoto kwamba huenda kuna siku ningekuja kurudi kuifanya hii kazi ambayo ndio nilizaliwa kuja kuifanya. Tupo hapa sasa hivi, nimerudi kule kule mwanzo tena. Maelezo yake ni kwamba alikuwa ni mtu aliyekuwa amejikatia tamaa kabisa ya maisha ya mapenzi na wanawake kwa ujumla, na ndio sababu kubwa iliyokuwa imemfanya kutokuwa na familia. Ndio maana hauna hata familia kwa sababu unajihisi hatia ndani yako ukaamua kuishi kiupweke. Umewahi kujutia hilo? Siko karibu na familia hivyo nikisema kwamba najutia nitakuwa nadanganya na kudanganya. Najiona kawaida tu, huenda kuna wanadamu tuliletwa hapa kuja kuwa mfano kwa watu wengine. Mbali na dunia yake ya kuogofya ambayo alikuwa ameelezea, bado haikuondoa maana kwamba alikuwa ni mwanaume bora. Alikuwa mwanaume ambaye angetamaniwa kuwa na kila mwanamke, ila kwa bahati mbaya dunia yake ndio ambayo ilikuwa ina mgawa mbali kabisa na wanadamu wa kawaida. Fani alizidi kumwangalia kwa umakini mwanaume huyo. Alikuwa anavutia, alikuwa mtulivu, lakini pia alikuwa ni mwanaume ambaye alikuwa tofauti kabisa na wanadamu wengi sana ambao aliwahi kuwafahamu kwenye maisha yake. Alijihisi kama vile kuna ushetani unaanza kumuingilia ndani yake hivi, kwani ilikuwa ni ghafla sana, ila aliamua kukubaliana na hisia zake kwamba ni kweli alikuwa ameanza kumpenda bwana huyo kwa muda ambao alikuwa amekaa naye. Alisahau yale yote ya nyuma. Hakukumbuka mapenzi yaliyokuwa yamemfikisha. Ni ghafla tena alikuwa ameanza kumpenda mwanaume mwingine muuaji, na huenda ndo njia ambayo aliandikiwa kuipita kwenye maisha yake mpaka anakufa naye. Hatari sana. Ramadhan Ngonyani ni jina ambalo lilikuwa na umaarufu Tanzania. Umaarufu wake ulikuja kutokana na nafasi ambayo alikuwa nayo mwenyewe. Hilo jina, mkuu wa majeshi wa Tanzania, mtu mzima ambaye alikuwa amekula kiapo kuweza kulinda taifa lake pamoja na katiba yake. Alikuwa anajua mengi ambayo alikuwa yanatokea, lakini hakuwa na jambo la kufanya. Alikuwa anajua madhara ya kufanya maamuzi ambayo hakuwa na uhakika nayo. Taifa lake lilikuwa gizani, ila kwa bahati mbaya wananchi hawakuwa wanajua lolote ambalo lilikuwa linaendelea, kwa sababu wenyewe wanasubiri tu taarifa ambazo zinaletwa kwenye mitandao, na hata kama sio za kweli. Jambo hilo lilimfanya kumtafuta kiongozi mwenzake wa usalama, lakini mazungumzo yao hayakuishia sehemu nzuri kwa kuwa watu hao walikuwa wajivuni. Alifikia hatua akawa anafikiria kulipindua taifa lake, lakini hakuwa na uhakika kama hakukuwa na mamluki ndani yake, na ndio sababu ambayo ilikuwa inamfanya yeye kurudi nyuma. Kila alipokuwa anafikiria namna watu hao walivyokuwa wanajiamini kupitiliza, alipata hisia mbaya kwamba huenda hata yeye mwenyewe hakuwa salama. Hivyo kabla ya kufanya maamuzi ya kuweza kuamua kulipindua hilo taifa lake, alitakiwa kuwa na uhakika kwa 100% juu ya yale ambayo alikuwa anayafanya. Uzalendo wake hukuonekanika kwa sababu ya msingi ya yeye kufanya jambo hilo. Alibaki akawa anajisikia vibaya, mwisho akawa anajikuta akiwa anavuta sana sigara pamoja na kunywa pombe ambaye aliamini ingeatuliza mawazo yake, japo baadaye alikuja kugundua sio kweli, maana kila pombe aliishia kuilipokunaisha yale mawazo yarudi kama alivyokuwa mwanzo. Ni siku kadhaa zilizopita tangu upate habari kuhusu mwandishi Rashid Mazinde kwa mtu hatari. Ni habari ambazo kwa namna hii zilivyomfikia ni wazi kwamba wenzake hawakutaka yeye azipate, ila hakuwa anajali tena. Alijisi kutengwa mpaka na rais wake, na akaamua kumpotezea bwana huyo mpaka pale ambapo angelikuwa atakutana naye ili aweze kumshauri mambo ya msingi na madhara yale ambayo alikuwa anayafanya. Kuna wanadamu wanaamini kwamba pombe ni dawa. Wanadai kwamba pombe waga inamfanya mtu kuwa sawa au kutoa mawazo yake, ila duniani kitu pekee ambacho kinaweza kumuondolea mwanadamu mawazo yake ni akili yake tu pekee. Unatakiwa kuizoesha akili yako kuhimili hali ambazo mwili wako upo tayari kwenda nazo, na ndio njia pekee ya kuweza kuwa sawa, ila bila hivyo utakufa ukiwa ni mtu mwenye mawazo mengi sana. Akiwa amekaa mwenyewe balkoni, alisikia sauti ya mtu ambaye alikuwa amevaa gwanda za kijeshi, ambaye alikuwa amefika alipokuwepo yeye. Mbali na maneno ya bwana yule, alishangaa kwamba mtu huyo alikuwa amefikaje alipokuwepo. Akiwa anaendelea kumtafakari mwanaume huyo na jinsi ambavyo alikuwa amefika kule, ndipo bwana huyo alisogea karibu zaidi na kuketi, kisha akaitoa ile kofia ya jeshi kichwani. Alishtuka kwa sababu hakutarajia kukutana na mwandishi Rashid Mazinde tena nyumbani kwake, sehemu ambayo ilikuwa inalindwa na wanajeshi. Wewe umefika? Usijiulize maswali mengi sana mheshimiwa. Mimi waga nafanya utafiti juu ya watu wangu kabla ya kuwafuata, na ndio maana nimevaa hili combat ambayo ina jina kabisa hapa. Hivyo walinzi wako waliamini kama mimi ni mmoja kati ya watu wako wa karibu, na ndio maana nimeingia kirahisi mpaka ulipo.
Mkuu wa majeshi alivuta bastola akamnyoshea bwana huyo na kuisogelea sehemu ambayo ilikuwa na Adam ili kuweza kutoa taarifa kwa walinzi wake wafike mahali hapo. Sidhani kama una ulazima wa kuweza kufanya yote mheshimiwa. Kama ningetaka kuua mpaka muda huu ungelikuwa ni marehemu. Hivyo jambo zuri, nadhani ungenisikiliza tu kwanza, kisha ndipo ufanye huo uamuzi wako kama utaendelea kuwaita walinzi au tutaongea tu kama wanaume na kufikia makubaliano. Aliongea akiwa hana wasiwasi wala mashaka. Mkuu wa majeshi alitazama kila kona na kuketi, wote wakiwa wanaangalia upande wa bahari. Nimesikia taarifa zako kuhusu maisha yako, japo najua ni uongo, ila sijajua kwa nini mtu kama wewe ambaye ni mwandishi tu unaweza kuja nyumbani kwangu huku ukiwa unajua madhara ya kufanya jambo kama hili endapo kama ukijulikana. Kwa nini unahisi hizo taarifa kuhusu mimi sio za kweli? Kwa sababu ambao wanatoa hizo taarifa ni watu nisioamini hata kidogo. Na ndio maana nipo hapa kwa sababu ya jambo hilo. Unamaanisha nini? Yote ambayo wameongea ni ya kweli na ile historia sio ya kutengeneza bwana Ngonyani. What? Alishtuka kusikia kwamba ilikuwa ni kweli. Ni kweli mimi ndiye muuaji ambaye nilikuwa nazungumziwa kwenye hiyo hadithi ambayo unaamini ilikuwa imetungwa kwa sababu za propaganda. Hilo linawezekanaje kutokea? Kuna upande wa dunia ambao wewe haufahamu, hivyo endelea kuishi tu kwenye mipaka yako hivyo hivyo. Hii hadithi kama ungeweza kuijua miaka ya huko nyuma ningekuua ili kutunza siri, ila sasa hivi hakuna haja hiyo. Kwa hiyo miaka yote hii unaishi kwa kuigiza. Kila mtu anaigiza mheshimiwa. Una maisha yako ya hovyo ya huko nyuma, unaogopa kurudia makosa kwa sababu unajisikia hatia. Imekufanya uwe unapenda haki na una uzalendo ndani yako. Na hakika haujaje hapa kuzungumzia maisha yangu ya nyuma. Ni kweli nataka nikukabidhi taifa. Nadhani nimekusikia vibaya. Nataka uchukue hii nchi. Nilijua labda wewe ni mtu mwenye akili mpaka unafika hapa, ila nadhani hata historia yako utakuwa umeipika wewe. Asipo hapa ili uniamini Ngonyani. Nasema natakiwa kuichukua nchi kwa sababu hao wote akiwemo rais wanaenda kufa. Hilo jambo hata mimi mkuu wa majeshi siwezi kulifanya, ila mtu mmoja kama wewe tena mwandishi unakuja kuniambia habari za kulisaliti taifa langu. Unajua adhabu ya hilo ambalo unalifanya wewe. Amina, tunajua wote kwamba hao watu wewe hupendi yale ambao wanayafanya kwa sababu nimeisoma vizuri historia yako. Unatamani hata kuwapindua, ila unauoga ndani yako, lakini bado haujui ni nani na nani ambao watakuunga mkono, kwani ukikosea kidogo unaweza kuishia kufa bila msaada. Kwa usinigizie hapa ujue na maanisha nini, au usijifanye kwamba unampenda sana rais wako kiasi kwamba kifo chake kitakuumiza. Mkuu wa majeshi ilimlazimu kutulia baada ya kuona bwana yule alikuwa yuko serious sana. Na kuamini vipi? Hao watu walishajua utambulisho wangu na maisha yangu ya nyuma, na ndio maana hata wewe mwenyewe ulipewa taarifa kuhusu hili jambo. Japo ulipouza, maana uwepo wangu kwao ni hatari kubwa sana. Ni sababu wanapambana wanipate mapema na kuniua. Uwepo wako una hatari gani kubwa kwao? Kwa sababu ile kesi ya miaka 5 inaenda kurudi tena. Kesi ipi? Mdogo wake na Amani Kilonzo yupo hai. No. Yule binti alikufa na kila mtu anajua hivyo. Kuna watu walikuwa wanataka muamini hivyo. Ili awe salama na binti huyu lazima auambie ulimwengu mambo ambayo ilitokea. Kwa hiyo wanaamini kwamba wakinipata mimi watampata huyo binti. Na ni kweli ipo hivyo. Ila kwa bahati mbaya sasa huo uwezo wa kunipata hawana, na ndio maana nimekuja kwako. Kwa hiyo ili utawezaje kulifanya? Namna nitakavyolifanya sio biashara yako kujua, ila nataka tu usije ukawaingiza watu wako kwenye hili kwa sababu watakufa wote kwa wale ambao wataingilia. Nataka nifanye kazi haraka sana kabla mambo hayajaribika. Mpango wako ni upi? Rais akifa taifa hili litatakiwa kuongozwa na jeshi mpaka ufike uchaguzi mwingine ambapo utahakikisha unaisimamia misingi ya katiba na sheria, na uhakikishe hakuna sheria zitavunjwa kwenye hilo bwana jenerali. Kirahisi tu hivyo. Hiyo ndo kazi yako tu, lakini kuna jambo moja ambalo unatakiwa kuliweka kwenye akili yako. Nimetembea sehemu nyingi duniani, hivyo nimeona watu tofauti tunapokuja swala la nguvu ya madaraka. Wengi waga wanasahau misingi yao, ahadi zao na viapo vyao, na mwisho waga wanaamua kubadilika. Hata siku moja usije kabisa ukawaza kwenye akili yako kwamba unaweza ukapindua meza na ukabaki kwa madarakani moja kwa moja. Wote tunaelewa wewe hauna sifa za kuwa mwanasiasa mzuri, japo ni kiongozi bora. Hivyo utakaa hapo kwa muda na kuhakikisha kwamba unasimamia kwa haki na sheria uchaguzi ambao unakuja, na kuhakikisha yale makosa ya mwanzo hayarudi tena.
Sasa kama ikija ikatokea ukaingia tamaa na kutaka kuendelea kubaki Ikulu, hilo litakuwa ni kosa ambalo mimi sitaka nikakusamee mpaka naingia kaburini. Na ni kuahidi tu Bwana Ramadhani, hakuna mwanajeshi hata mmoja wa hili taifa au komando ambaye atakuwa na nafasi ya kuweza kufanya usalama. Mbona kama mmekuja hapa kunitishia? Niliyokuambia yote ni ukweli, sio vitisho. Kama nilikuwa na mpango wa kuja kukutisha hapa, basi mimi amini kwamba nisingekuja kwa ustaarabu namna hii. Tungekuwa tunaongea ukiwa hauna kiungo kimoja hapo kwenye mwili wako. Kwenye kuikamilisha kazi yako kuna msaada wote ambao unahitaji kwangu. Msaada pekee ambao unahitaji ni wewe kukaa mbali kabisa, usiingilie lolote ile hivyo. Sitarajii kukutana na watu wako kwenye njia zangu mimi. We have a deal. I hope so. Walipeana mikono, lakini bado mkuu wa majeshi alionekana kuwa na mengi ya kuongea na bwana huyo. Hata hivyo hakupewa muda. Wakati anaanza kuongea, bwana yule alikuwa ametoweka pale na kutokomea zake baada ya kukamilisha mazungumzo hayo ya amani kabisa. Huyo ndo mwamba bana. Julius Nyerere International Airport. Ilikuwa ni mapema ya saa 2 usiku. Uwanja wa ndege mkubwa na maarufu zaidi Tanzania ulikuwa unapokea ugeni kutokea Uganda. Jenerali Kagimu alikuwa anawasili kwenye uwanja huo kwa sababu ilikuwa lazima ingie mwenye Tanzania. Bwana huyo alikuwa watuma watu wake 10 kuweza kufuatilia ile kesi ya yule mwanaume ambaye alionekana kuja kuharibia mipango yao yote ambayo walikuwa wameiandaa kwa jasho na damu siku za nyuma, lakini kwa bahati mbaya ambayo ilikuwa ni mbaya upande wao, watu wake wote waliweza kuuawa. Hakuwa ameamini jambo hilo, hivyo alitaka kuja kujionea mwenyewe na aweze kushughulikia hilo yeye mwenyewe. Alitua kwenye huo uwanja wa ndege akiwa na pesa nyingi kwenye begi lake, pesa ambazo ziliwafanya maafisa usalama na mapato ya uwanja waweze kumweka kizuizini, kwani hiyo ilikuwa ni kesi, ila huenda bado hawakuwa wamemtambua kwa namna alivyokuwa amevaa. Unajua mimi nani? Alimuuliza yule mkurugenzi wa usalama wa uwanja wa ndege. Mimi sijali wewe ni nani. Unazijua sheria kwamba hautakiwi kuwa na zaidi ya dola 10,000 hapa uwanja wa ndege, vinginevyo unatakiwa kuwa na kibali maalum kutoka kwa mamlaka zetu. Unapoteza muda wangu na sheria zako ambazo unahisi kwamba unazijua hizo bwana mkubwa. Nadhani unatakiwa kuwapigia simu mabosi zako kuweza kuwataarifu huu ujinga ambao unaufanya umndani. Walikuwa wawili hiyo sehemu, walinzi wakiwa nje, ila aliona kama vile anapotezewa muda wake tu mwanaume huyo. Nadhani unahisi hapa ni kwenu, sio? Unatakiwa kuangalia kitambulisho changu kwanza kabla ya kunipotezea muda wa kwenda kukutana na wanaokufanya wewe ule. Haikuwa anataka kutukana, haikwenda vyema kwake. Bwana Kagimu alinyanyuka kama simba mwenye njaa kali, akamkwida yule bwana shingoni. Alivuta bastola iliyokuwa kwenye kiuno chake na kumpiga risasi ya kichwa. Ile risasi ndio ambayo ilikuwa imewaamsha walinzi waliokuwa nje, wakawa na kuja kwa kasi kujua ambayo ilikuwa imetokea mle ndani. Alikuwa amenyosha mikono juu ili asije kushambuliwa na wale maafisa usalama ambao walikuwa wanamkagua bosi wao na kudua wakiwaza kwamba ni kipi bwana yule alikuwa kinampatia jeuli mpaka kufanya huo haramia. Kabla ya kuendelea kufanya makosa mengine ambayo yanaweza kuyagharimu maisha yenu, pia nadhani mnapaswa kuangalia vitambulisho vyangu, kisha mpigieni simu mwanasheria mkuu, mkurugenzi mkuu wa usalama wa taifa au rais wenu moja kwa moja na mumueleze yote yaliyotokea hapa. Ile sauti yake ndiyo ambayo ilikuwa imewashtua na kuwafanya wamtie pingu, huku akianza kukagua vizuri vitambulisho vyake. Walishtuka baada ya kugundua kwamba alikuwa ni mkuu wa majeshi ya Uganda, wakiwa hapo kwenye hizo taharuki kwa sababu ni kesi ambayo ilikuwa imeanza kuonekana kwa nzito. Simu yao ya ofisi ikaanza kuita kwa fujo sana, ikamlazimu afisa mmoja kuweza kuipokea. Yes sir. Ndio kauli ambayo ilikuwa imetoka kuonekana akiwa anatemeka. Yalikuwa ni maamuzi kutoka ngazi za juu. Aligeuka na kumsogelea bwana Kagimu. Tusamee sana mheshimiwa kwa usumbufu, unaweza kwenda. Wenzake walimshangana kumpatia heshima mtu ambaye alimuua kiongozi wao mkubwa, kiasi kwamba akataka kuingilia, ila yule ambaye alitaka kuingiliwa alipigwa kibao kikali usoni. Mfungulie naende. Hata mungeaje alionekanika kutofurahishwa na ile hadi, ila ilikuwa ni amri kutoka juu na yeye asingeweza kupingana na amri ile kutoka kwa viongozi wa juu zaidi. Jenerali Kagimu hakuwa na haraka. Alijifunga vyema na kubeba ile begi lake ambalo lilikuwa na pesa nyingi, akaamua kutoweka hapo kwa mbwembwe na mikola mingi sana. Saa moja baadaye, unajua jambo ambalo umelifanya lina madhara gani? Alitamka rais kwa asili akiwa anamkoromea Jenerali Kagimu. Najua kumuua haikuwa nzuri, lakini kuna watu wanatakiwa kujifunza kwa njia ngumu. Miwani yangu tu haikuwa sababu ya yeye kuweza kushindwa kunitambua kwamba mimi ni nani.
kwamba ilikuwa ni kama dharau ile, na ndio maana nilikuwa nataka ajifunze pale. Kwa sasa hivi wamekujua kwamba wewe ni nani. Unahisi kwamba watafikiria nini vijana wake kuona kwamba kiongozi wao kauliwa na hakuna hatua inayochukuliwa? Mheshimiwa, tangu lini wewe umeanza kujali kuhusu wanachokuwa nafikiria watu wengine? Na ukumbusha tu kwamba umefanya jambo la kijinga sana. Unatakiwa kuwasiliana na mimi, ningekupa ruhusa ya kutoka pale kwa muda mfupi tu. Nikiri kwamba nimefanya kosa, lakini kama angenisikiliza kwenye hilo, basi mpaka muda huu angelikuwa hai, ila hakuonekanika kuwa tayari kunisikiliza au kujua mimi ni nani, hivyo nikamrahisishia kazi. Muda mwingine ukija kufanya huu jinga, naweza kukua mimi mwenyewe. Unatakiwa kulikumbuka hilo. Nimekuelewa mheshimiwa. Ni kipi kimekuleta Tanzania kimya kimya bila hata kunitaarifu? Watu wangu wameuliwa kwenye hili taifa lako. Unahisi kwamba ningelikuwa kimya na hali kama hivyo inavyoendelea na iliyotokea? Kwamba wewe ndio umekuja kufanya nini? Labda nataka nimtafute huyu mhusika wa hili jambo. Mhusika amepatikana tayari. Imekuwa rahisi sana. Kwa nini sina hizo taarifa? Kwa sababu anajulikana jina lake tu. Unamaanisha nini? Unamkumbuka yule mwandishi ambaye tulikwambia kwamba sura yake inamfanana na mtu ambaye alikutolea tukio? Ndio namkumbuka. Ndio mwenyewe yeye ambaye anahusika kwenye hapo. Umejuaje hilo? Ni historia ndefu, lakini siku zote wanasema kama moyo mwanadamu ni kichaka hivyo. Kila mtu ana siri zake. Kwa hiyo yuko wapi kwa sasa hivi? Kwa sababu anatakiwa kulipa kwa haya yote ambayo amewafanyia vijana wangu. Asio rahisi kama unavyofikiria wewe. Umesema kwamba umempata. Jina lake tu ndio linapatikana Kagimu. Sasa mwandishi tu ndo ambaye unataka kuniambia kwamba mpaka muda huu bado hajapatikana? Rais alimwangalia mwanaume huyo kwa muda wa dakika nzima, kisha akaitoa padi yake na kumpatia aweze kutazama mwanaume ambaye alikuwa anamtaja kirahisi kama karanga za shambani. Ile video ilikuwa ni ya vijana wake wakiwa wanauawa na huyo mtu. Mpaka anamaliza kuitazama, alirudi kwenye kiti chake kwanza na kuketi. Huenda kauli zilikuwa zinamtoka kirahisi kwenye mdomo wake, ila hakujua aina ya mtu ambaye walikuwa wanamjadili pale. Unataka kuniambia kwamba huyu ndiye huyo mwandishi ambaye wewe unamzungumzia? Nadhani umeelewa kwamba ni kwa nini mpaka sasa hivi bado hatujamshika kwenye mikono yetu. Kwa nini ameishi miaka yote hii hapa kimya na sasa arudi tena? Hapa ndipo ambapo unaingia wewe moja kwa moja sasa. Amerudi kwa sababu ya makosa ambayo yalifanyika tena kwenye mkono wako wewe. Unataka kusemaje? Epifania Kilonzo yuko hai. Mheshimiwa, tuongelee mambo ya maana sasa. Au umewahi kuona mimi nikiwa kama mtani wako labda? Au huyo mwanamke wewe mwenyewe unajua kabisa kwamba nilimuua kwa mkono wangu baada ya kumbaka. Kwa hiyo wote tunaelewa huo ni uongo. Rais lazimika kumkalisha kitako bwana yule kuweza kumpa shule ya ukweli ambao ulikuwa umejificha naye hakuwa anaujua. Ilikuwa ni kama ndoto ya kufikirika ambayo ilimfanya bwana Kagimu kutulia kwa muda, huku akiwa anayawaza mambo mengi, huku akiwa hayaelewi vizuri. Iligundulika mwanamke huyu alikuwa anaishi huko Kaengesa Sumbawanga kwa miaka yote hii hapa akiwa kwenye sura ya mtu mwingine. Hili kuja baada ya watu wetu kuanza kutafuta kama kuna sehemu walikuwa wamempokea mwanamke miaka 5 ambayo ilikuwa imepita akiwa kama mgeni. Hawajua alikotoka wala maisha yake ya nyuma. Kupitia maafisa wetu ambao huaga wamesambazwa kwenye kila vijiji, ndo walitupatia taarifa za binti huyo aliyekuwa anajiita Deborah. Kama tungefanikiwa kuweza kufuatilia jambo hili mapema, basi tungeweza kumpata, ila kwa sababu hatukuwa na taarifa za karibu, ndio maana ilituia ugumu sana kuweza kufanikisha hili, ambapo bwana huyo kamuwahi na kuondoka naye, huku mtendaji wa kijiji akikutwa akiwa ameuawa kwa taarifa zinazodaiwa kwamba alikuwa akimlazimisha binti yake kingono. Hili jambo limewezekana vipi kufanyika? Maisha yako Kagimu, wakati wewe unafanya hesabu zako ili uishi, kumbuka kwamba sio wewe tu pekee ambaye unayapenda maisha. Kila mtu anataka kuishi na kila mtu anataka kuona mambo yake yakiwa yanafanikiwa. Hivyo kila mtu anakuwa anapiga hesabu zake vizuri. Muda ambao wewe unahisi kwamba umeshinda, kuna mtu yupo pembeni na kuwa anakuangalia jinsi unavyokuwa unafanya makosa, huku yeye akiwa anajifanya kukapoteza, na ndilo jambo ambalo alilifanya Sadiki kwa kumleta kwako binti mwingine aliyempotezeshia kumbukumbu wewe ukahisi kwamba ni Fania, ambapo ulimfanyia ushenzi wote, ila yule binti bado anaishi, na ndio sababu ya huyu mwandishi kuibuka katika nyakati hizi. Lakini kuna usikia na kuwaza kwamba ni kwa namna gani wao walikuwa wamegeuzwa kuwa kama wafala. Alipewa tena padi ili aweze kuisoma historia ya maisha ya yule mwandishi ambayo hakuwahi kuijua kabla.
alitumia dakika 10 kuzigusa taarifa hizo za muhimu kweli kweli. Huyu mtu ana mahusiano yapi na familia? Hana uhusiano wote ule, ila ndiye ambaye ameumbwa na Sadiki kuweza kuifanya kazi. Akakubali tu kirahisi hivi. Kuwa watu zaidi ya 500 sio jambo dogo. Kuna namna moyo wa mwanadamu umeumbwa na hatia. Unapokuwa unajihisi hatia nzito ndani yako, kisha likaja kutokea jambo la kulifanya ambalo linaweza kukufanya ujisikie vizuri, basi unalifanya bila kuwaza mara mbili. Kwa hiyo anafanya haya kwa sababu ya damu za watu ambazo alizibeba, kwa kuhisi kuwa hili litafanya nafsi yake iwe na amani na kuona kama vile amefanya jambo bora kwa jamii. Hilo ndio jibu la haraka. Hii ni hatari kwa mtu kama huyu kuendelea kuwa hai. Anatakiwa kufaraka sana. Msikilizaji, tuishie hapo kwenye mipango ya kuuawa kwa mtaalamu wetu wa kuitwa Rashid Mazinde, ukipenda mwite Jonas. Je, wataweza kweli? Najua umejibu kwamba wapi. Basi tuishie hapo katika sehemu ya 11. Usikose kuwa nami katika sehemu ya 12. Tupate wasaa mzuri kabisa kuendelea kutradad na simulizi yetu tamu kweli kweli, inakwenda kwa jina The Journalist, yani Tone la Damu. Sio mwisho, bali tunaendelea katika sehemu ya 12. Bye bye. Karibu sana msikilizaji katika sehemu ya 12 ya simulizi yetu nzuri inayokwenda kwa jina la The Journalist, Tone la Damu. Katika sehemu ya 11 kwa tumeishia pale ambapo Kagimo alikuwa mkutana na rais wa Tanzania na akanampa mchakato mzima juu ya mambo ya Tanzania. Kwa sababu Kagimo alikuwa mmoja kuhitaji kumalizana na jambo ambalo lilikuwa linaendelea la kumpata bwana Rashid Mazinde. Alikuwa amefikia kumpa taarifa juu ya mdogo Amani Kilonzo kuwa hai na jinsi ambavyo mtaalamu Rashid Mazinde alikuwa ameenda kufanikiwa na kumtangukuwa kwenda kumchukua huko katika kijiji cha Kaengesa. Umeona bana, hili jambo linawezekana vipi kufanyika? Maisha ya Kagimo wakati wewe unafanya hesabu zako ili uishi, kumbuka sio wewe tu pekee ambaye unayapenda maisha. Kila mtu anataka kuishi na kila mtu anataka kuona mambo yake yakiwa yanafanikiwa, hivyo kila mtu anakuwa anapiga hesabu zake vizuri. Muda ambao unahisi kwamba umeshinda, kuna mtu yupo pembeni anakuangalia jinsi ambavyo unakuwa unafanya makosa, akiwa anajifanya kapoteza kabisa. Na ndilo jambo ambalo alifanya Sadiki kwa kumleta kwako binti mwingine aliyempolisha kumbukumbu, ukahisi kwamba ni Fania, ambapo ulifanyia ushenzi wote, ila yule binti bado anaishi. Na ndio sababu ya huyu mwandishi kuibuka nyakati hizi. Alichoka bwana Kagimo, lakini alikuwa anaendelea kusikitika na kuwaza kwamba ni kwa namna gani wao waligeuzwa kuwa kama mafala. Alipewa tena padi ili aweze kuisoma historia ya maisha ya yule mwandishi ambayo hakuwahi kabisa kuijua kabla. Alitumia dakika 10 kuzigusa taarifa hizo za muhimu. Huyu mtu ana mahusiano yapi na hii familia? Hana uhusiano nao wote ule, ila ndiye alikuwa ameumbwa na Sadiki kuweza kuifanya hii kazi. Akakubali tu kirahisi hivi. Kuua watu zaidi ya 500 sio jambo dogo. Kuna namna moyo wa mwanadamu umeumbwa na hatia. Unapokuwa unajihisi hatia nzito ndani yako, kisha likaja kutokea jambo la kulifanya ambalo linaweza kukufanya ujisikie vizuri, basi unalifanya bila kuwaza mara mbili. Kwa hiyo anafanya kwa sababu ya damu za watu ambazo alizibeba, kwa kuhisi kwamba hili litamfanya nafsi yake iwe na amani na kuona kama amefanya jambo bora kwa jamii. Hilo ndio jibu la haraka. Hii ni hatari kwa mtu kama huyu kuendelea kuwa hai. Anataka kufaraka sana. Tukatumeshia hapo katika sehemu ya 11, msikilizaji. Ungana nami katika sehemu ya 12 tupate kwenda pamoja mpaka mwisho wa simulizi yetu. Imeandikwa na Fabian Babuya, inasimuliwa kwa nami director kutoka hapa Simulizi Mixi. Endelea kutufuatilia msikilizaji, kuendelea kupata kujua ni kilijili zaidi katika mwendelezo wa simulizi yetu. Acha burudani iendelee. Hii ni hatari kwa mtu kama huyu kuendelea kuwa hai. Anatakiwa kufaraka sana. Ndio mpango ulipo Kagimo, na ndio maana kuna mtu tunatakiwa kukutana naye kwa pamoja. Mtu yupi? Kaka yangu. Wewe una ndugu yote yule mheshimiwa. Kama ulivyoaminishwa kwamba Fania amekufa, ndivyo ambavyo unaweza kuaminishwa kwa mambo mengine pia. Mimi nina ndugu yangu ambaye tunatakiwa kukutana naye wote kwa pamoja. Ndiye kiongozi wa yote. Kwa lugha nyepesi ni kwamba mimi na yeye ndio viongozi. Sasa kwa nini miaka yote hii hajawahi kuonekana hata siku moja? Hilo ni swala ambalo hautakiwi kuja kumuuliza, kwa sababu niamini mimi hautotoka ukiwa hai eneo hilo. Yaani kwamba sisi haturuhusiwi kuongea lote ile, si ndio? Kagimo unatakiwa mpaka muda huu ufe, lakini jambo pekee ambalo linakufanya uwe hai ni kwa sababu tu tunafanya biashara pamoja na nakutumia kwenye mzunguko wa madawa kulevya.
ila vinginevyo wewe ulikuwa unatakiwa umekufa tayari. Kwa hiyo upo na mimi kwa sababu ya hiyo tu. Wewe upo na mimi kwa sababu unajua naweza kukulinda. Na mimi nipo na wewe kwa sababu nina matumizi na wewe. Kwa maana hiyo tunaweza kusema kila mtu anafaidika na hili, ila usije ukaisahau mipaka yako ni ipi na wapi hautakiwi kuvuka, kwa sababu anaweza kutafutwa mtu mwingine na akaibeba nafasi yako. Na mpango wangu wa kuibeba Uganda umeishia wapi? Uganda itakuwa yako kwenye uchaguzi wa mwakani, lakini kufanikiwa kwa hilo jambo kunategemea kama kazi hapa ikiisha haraka kabla mambo hayajaribika. Hivyo kwa sasa hivi nahitaji ushirikiano wako mkubwa sana kwenye ile. Kama kweli unaitaka Uganda kwa rais wako, atatakiwa kufanya moja kwa moja. Ndio ufanye nini kwenye hili? Kwa sasa hivi sipo kwenye maelewano mazuri na mkuu wangu wa majeshi, hivyo nahitaji wanajeshi wako au ikiwezekanika makomando ambao unawaamini waje kuifanya kazi, kwa kuwa siwezi kuwatumia wakwetu mpaka mambo yakiwa sawa na mkuu wa majeshi. Kwa nini usimtoe kwenye hiyo nafasi ukamweka mtu mwingine au kamua kabisa ili isije kuwa shida kwa baadaye? Yule najua anajua mambo mengi sana, lakini hawezi kusema mahali kwa sababu analipenda taifa lake. Kulipenda taifa kuna maanisha kwamba atakuwa mvumilivu, na ndio maana anahitaji kuongea na mimi, ila nimemzibia hiyo milango. Sasa huyu kwa hali jinsi ilivyo, nikisema kwamba ni muue au kumtoa kwenye ile nafasi, nitakuwa naharibu mambo zaidi, kwani siri zinaweza kuanza kuvuja, ukizingatia huyu binti ana siri zetu nyingi sana. Anaweza kuutumia huo mlango kuweza kuzimwaga hadharani. Kwa hiyo nasubiri ili liisha ndipo niweze kumuua. Mpaka wakati huo ni ngumu sana kuwatumia wanajeshi au makomando ambao wanatakiwa kupata amri yake ndipo waweze kufanya kazi. Nadhani unaelewa kwamba hawa watu, nadhani unaelewa kabisa hawa watu hawahusiki kabisa na mambo ya siasa. Naelewa hilo, na nadhani ni hesabu nzuri sana umezifanya, kwani sikuwaza kabisa huko. Basi mimi nampigia simu Jenerali Kato aweze kunitumia watu ambao watawaleta na ndege ya kijeshi usiku huu kabla ya asubuhi. Nadhani kama kikao kitafanyika leo, basi wakati wa kurudi nitakuwa naenda kukutana nao hao watu haraka sana iwezekanavyo ili kesho aanze kazi. Basi nategemea ujio wako Tanzania utakuwa na umuhimu kwa namna yake. Jiandae, sio muda mrefu tunaenda kukutana na kakangu wote kwa pamoja. Sawa mheshimiwa. Rwanda greatest hero Yunsang Hiro. Miaka 10 iliyopita, vuguvugu la kisiasa lilikuwa limeshika hatamu ndani ya mipaka ya Tanzania. Taifa lilikuwa limegubikwa na mfumuko wa mambo mengi sana ya kisiasa ambayo yalifanya kukosekanika kwa amani ya kudumu ndani ya mipaka yake. Hali hiyo ilileta vuguvugu ambalo lilizalisha mambo ya kutisha ambayo hayakuwa mazuri. Uwepo wa mambo hayo ulifanya taifa kuingia kwenye mashaka makubwa, na hata wafadhili wa nje walisitisha misaada yao, kwani taifa halikuwa lipo kwenye hali nzuri ya kisiasa na watu walikuwa kiuawa kila mahali. Lawama za kwanza zilienda kwa waziri wa mambo ya ndani pamoja na jeshi la polisi, lakini raia hawakuacha kutupa lawama zao kwa taasisi ya usalama wa taifa, kwani moja ya majukumu yake ilikuwa ni kutambua na kuweza kuzuia mambo kama hayo kuweza kutokea. Taifa lilikuwa linaingia kwenye vita hivyo wenyewe kwa wenyewe, lakini wakiwa wamegubikwa na hilo tatizo ambalo halikuwa limepata ufumbuzi bado, ndipo taifa likakumbwa na jambo jingine baya. Kulitokea vita mbaya kati ya wakulima na wafugaji ndani ya mkoa wa Morogoro. Vita hiyo iliwafanya watu kuuana, watu kutesana na kuingiziana hasara za mazao na mifugo, huku suluhu ikiwa haifahamiki ingekuwa ni lipi. Wakati huo Bwana Zuberi Kahigwa alikuwa ni waziri wa mambo ya nje wa Tanzania, lakini kutokana na hali ambayo alikuwa ameionyesha kwenye utendaji wake wa kazi, ili mlazimu rais wa wakati huo kabla yake yeye ampatie bwana huyo nafasi ya waziri wa mambo ya ndani ili kuweza kulimaliza tatizo hilo, na aliyekuwa waziri wa mambo ya ndani alipangiwa majukumu mengine. Bwana Zuberi aliweza kumaliza mgogoro huo kwa muda mfupi tangu apewe hiyo nafasi ya kulisimamia jambo hilo. Morogoro ni eneo la kimkakati la kijeshi ambalo lina ardhi kubwa ambayo haina watu, hivyo kwenye moja kati ya mapendekezo yake wakati anamaliza tatizo hilo lilikuwa ni kwamba mpakani mwa Pwani na Morogoro inatakiwa kujengwa kambi kubwa ya kijeshi, kambi ambayo ilitakuwa inahakikisha kuna kuwa na usalama nyakati zote kwenye hayo maeneo mbali na zile ambazo zipo Morogoro na Pwani, kwani lengo lilikuwa ni kuziunganisha hizo sehemu mbili kwa pamoja ili watu hao wajione wamoja, na hata wale ambao walikuwa na ugomvi waone umoja na mshikamano ni kama mbiu ya Tanzania. Lionekanika kuwa wazo zuri na lenye busara, hivyo eneo hilo ni kweli
ilijengwa kambi ya kimkakati chini ya uangalizi wake, na wakati huo alitumia wakati huo kuweza kutengeneza watu wake wengi sana ndani ya jeshi la taifa na polisi, kwani nao walishiriki kwenye huo mpango. Kwake haikuwa tu kuweza kukamilisha hiyo kazi, bali ulikuwa ni mkakati wa kutengeneza himaya yake kwa hapo baadaye. Kutokana na kazi kutukuka ambayo alifanya kwenye jambo lile, wananchi walianza kuliimba jina lake. Alionekanika kama ni shujaa ambaye hakuimbwa ipasavyo. Watu wakawa wanamtaka aje kuwa rais wao, kwani wangeona mambo mengi yanatokea kwa baadaye akiingia Ikulu, na hizo zilikuwa ni sehemu za njia zake za kumpeleka kwenye ule ulimwengu wa ahadi. Ile kambi haikutengenezwa kwa sababu ya jeshi kama ambavyo yeye alidai, bali ulikuwa ni mpango wake yeye wa baadaye. Baada ya miaka kadhaa tu mwanaume huyo aliingia Ikulu, na baada ya kufanikiwa kuingia sehemu hiyo, ile kambi ya kijeshi ndo ilikuwa ni sehemu muhimu kwake, kwani ndio yalikuwa ni makazi ya kaka yake Leonardo, huku wengi wakiwa wanaamini kwamba ilikuwa ni kambi ya jeshi, na kwa sababu watu hawakuwa wanaruhusiwa kufika, ndo kabisa hakuna mtu ambaye angekuja kujua jambo hilo kiurahisi. Hata mkuu wa majeshi hakuwa anaruhusiwa kugusa kwenye ile kambi ambayo ilikuwa ni kama sehemu ya heshima ya rais ambayo alitengeneza akiwa waziri wa mambo ya ndani kwa heshima, na ndio ambayo ilikuwa na maandishi makubwa kwa upande wa ndani: Rwanda ni superhero, unsung hero, ikiwa na maana ya shujaa wa Kirwanda, shujaa asiyeimbwa. Miaka ya sasa, hilo eneo ndilo ambalo alikuwa anaishi bwana Leonardo, eneo ambalo kwake lilikuwa na thamani kubwa, na sio kila mwanadamu alikuwa anaruhusiwa kwenda huko eneo hilo, kwa sababu lilitambulika kazi yake ya baadaye, hivyo lilijengwa vyema. Ndani kulikuwa kuna makasiri ya kifahari ambayo yalitumika kwa burudani za kutosha. Bwana huyo alikuwa anaishi kama mfalme ndani ya hilo eneo. Alikuwa akileta wanawake wazuri ambao walikuwa wanampatia burudani, ila uhalisia ni kwamba alikuwa mmoja kati ya viumbe hatari sana. Ni yeye ambaye alikuwa analiongoza taifa, kwa sababu hakuna mtu alikuwa anatambua kwamba walizaliwa wawili, wala kujua kama hawakuwa Tanzania bali wakimbizi ambao waliondoka kwao kutokana na mauaji ya kimbali. Usiku huo kulikuwa na mkutano eneo hilo, na ndio maana rais alimpa taarifa Jenerali Kagimu kwamba walitakiwa kuenda kuonana na ndugu yake kwa mara ya kwanza, lakini hiyo haikuwa kwake tu, bali ilikuwa ni kwa watu wao wa karibu wote walitakiwa kufika hapo. Walikuwa kwenye nyakati za giza ambazo ziliwafanya wakutane kwa ajili ya kujua mwafaka wao, maana ilazimika mpaka yeye mwenyewe kuingilia kati hali hiyo iliyokuwa na dalili mbaya kweli kweli. Usiku wa manane, watu wote ambao walikuwa wanahusika walikuwa ndani ya sehemu kubwa iliyokuwa inatumika kwa ajili ya mikutano. Kulikuwa na meza ndefu ambayo ilikuwa na viti viwili kila upande, hivyo kuwafanya viongozi wakuu wa watu hao kukaa kwenye hivyo viti kila mmoja upande wake. Pembezoni walikuwa wamekaa watu wengi na vikuu wakubwa kama viongozi wakuu wa kijeshi na baadhi ya viongozi kutoka mataifa ya nje, hususan Afrika ya Mashariki. Kati yao wote hakuna hata mmoja ambaye mpaka wakati huo alikuwa anajua wapo sehemu gani. Wote walizibwa nyuso zao wakati wakiwa wanapelekwa hilo eneo ambalo lilikuwa na ulinzi mkali kwa sababu za kiusalama zaidi. Wengi bado hawakuwa kiamini kuwaona watu wawili ambao walikuwa wenye sura moja. Ilikuwa ni mara yao ya kwanza kuweza kutambua jambo hilo, mbali na mwanasheria mkuu wa Tanzania pamoja na mkurugenzi wa usalama wa taifa ambaye alikuwa amekoswa kuuawa. Hivyo alikuwa kimya na mpole, akiwa anasubiri maamuzi ya mwisho ambayo wangeyafanya watasha hao wawili. Ni miaka mingi imepita tangu tuanze rasmi mpango wa kuweza kuwa na nguvu, mpango wa kutufanya sisi kuwa na nguvu zaidi na kufanikisha kupata yale ambayo tunayataka kwenye maisha yetu, ili kila mtu aweze kutimiza ndoto zake kwa wakati ambao anataka yeye. Wote tunajua kwamba kuweza kufikia ndoto zako ni jambo ambalo linahitaji ujasiri mkubwa sana, lakini muda mwingine inakutaka usiwe na moyo wa huruma, kwa sababu huruma ni ubinadamu, ila ikizidi sana ni moja kati ya sababu kubwa za kuwa maskini mkubwa hapa duniani. Hakuna hata mmoja kati yenu hapa ambaye anapenda kuwa maskini. Hakuna mtu hata mmoja ambaye anatamani kurudi kwenye maisha ya kuhangaishana na watu waliofeli, na ndio sababu wote mlikuwa tayari kufanya jambo lolote lile ambalo inawezekana kuhakikisha kwamba tunabakia na yale maisha ya ndoto zetu, ili tusiwe sehemu ya kutengeneza vizazi vyenye lundo la umaskini. Zoezi hili lilianzia kwenye kutengeneza mifumo yetu kwenye siasa. Mifumo hii ndio ambayo ilitufanya sisi tukampata rais akiwa moja kati ya sehemu ya maisha yetu, na ndiye ambaye
ametufanya mpaka wote sisi tupo hapa leo pamoja tukiwa vifua mbele, kwani tulitimiza ndoto zetu na kwa sasa hivi tunaishi yale maisha ambayo tulihitaji sana miaka kadhaa iliyopita. Haya maisha hayakuja tu kwa sababu tulikuwa tunatamani yatokee, bali yalikuja kwa sababu tuliamua kuchukua hatua madhubuti kuweza kuyatimiza. Kwenye kumweka Zuberi madarakani, hatukutumia njia ya kawaida, kwa sababu hata kama alikubalika kwa dhati, baadhi ya watu bado isingemfanya kuingia Ikulu, na ndipo hapo tulipoamua kufanya baadhi ya mambo mabaya mpaka tukaipata Ikulu. Lakini siku zote kwenye jambo la neema waga kuna kuwa na vikwazo ambavyo unaweza kuviona wakati jambo hilo linafanyika, au unaweza kuja kuviona kwa baadaye ukiwa unafaidi yale matunda yako. Kwenye moja kati ya makosa makubwa ambayo tuliyafanya ni kuridhika. Kuridhika kwetu kulitufanya tukahisi kwamba tumemaliza kila kitu, ila hatukuweza kuangalia vizuri jambo hilo, kwa sababu kama tungefanya hivyo basi mimi na nyinyi leo hii kusingelikuwa na haja ya kuwa pamoja usiku hapa. Amani Kilonzo na imani kila mtu anamfahamu humu ndani. Kijana yule ambaye alikuwa ni mzalendo kwa taifa lake alifanikiwa kuweza kupata ushahidi wote, ila akakaa kimya kwa sababu ambazo alikuwa anaona zinafaa kwa upande wake, mpaka siku ambayo alienda kuomba ushauri kwa Jose Sangai, ndipo tukatambua aina ya makosa makubwa sana ambayo tuliyafanya wakati ule. Ile ndio ilikuwa sababu kubwa sana ya kumuua bwana yule. Kwenye kuua kwake tena vijana wakafanya makosa mengine, ikiwa na imani kwamba kazi imeisha. Juzi nimepewa taarifa kwamba kuna mengine ambayo yamezuka. Hapa mwandishi ndiye mtu ambaye anataka kutuharibia hii mipango, lakini pia yule mdogo wa mwandishi Amani Kilonzo bado yuko hai. Hili ni jambo ambalo binafsi siwezi kulivumilia hata kidogo, na kuna watu ambao wanatakiwa kulipa kwa sababu ya haya makosa, na malipo yao ni kifo. Alitulia Leonardo akiwa anawashangaza watu wao na kuwataarifu kwa wakati mmoja. Sitaweza kuruhusu uzembe kama huu uendelee kufanyika, kwa sababu kama jambo hili nisipomaliza mapema muda huu, basi litakuwa na madhara makubwa sana kama niliotia baadaye. Niliwaamini na ndio maana nilikuwa nimejua kabisa mnaweza kulimaliza mapema, lakini kwa bahati mbaya zaidi ni kwamba na mimi pia nilifanya makosa makubwa sana kuweza kuamini watu kama nyie, kwa sababu kama ningelisimamia zoezi hili mapema, mimi mwenyewe sina imani kama tungeweza kufikia hali mbaya namna hii. Tunajiandaa na uchaguzi mpya ambao mpango ni kuweza kuedit katiba, au hilo likishindikanika basi tuwatengeneze mmoja wa vijana wetu ambao watakuwa pale Ikulu. Hivyo siwezi kuruhusu makosa ya ende kuharibu jambo ambalo tumelitengeneza kwa jasho na damu kwa miaka mingi sana. Kwa hiyo kwa maana hiyo ni kwamba sitaruhusu mtu yote ile kuja mbele yangu na kutaka kuharibu hili jambo kwa gharama yote ile, hata ikiwezekanika gharama ya maisha. Alionekana kuongea jambo kubwa ambalo lilikuwa limefika mwisho, kwani alitulia kwa muda mrefu. Wewe ni nani kwani? Swala yule bwana lilimwaisha safari yake. Leonardo alivuta moja kati ya mabiso makubwa ambayo yalikuwa kwa umbali kadhaa kutoka ulipokuwa mkono wake. Alikirusha kwa yule bwana ambapo alitoboa kwenye kolomeo lake na kutokezea mpaka nyuma, kisha yeye akasimama na kuanza kuzunguka. Mimi ni nani? Ndilo swali ambalo ameuliza huyu bwana. Anataka kunifahamu na kuweza kujua mimi ni nani. Nadhani alikuwa sahihi, ila hakupaswa kuniuliza kama anamuuliza malaya wake ambaye amemfuata kitandani kumpatia raha. Wengi wenu humu ndani hamnifahamu na hamjawahi kabisa kuniona kabla, na ndio maana mnashangazwa na uwepo wa sisi watu wawili ambao tunafanana. Wakati unajiuliza maswali ya kwamba huyu mtu ni nani, basi hakikisha pia unajiuliza kwamba ni jambo gani la maana ambalo umelifanya kwenye huu mpango. Wakati unayafaidi maisha mazuri, umewahi kujiuliza ni nani yuko nyuma ya haya maisha? Umewahi hata siku moja kujua namna hili taifa linaendeshwa na kuwa kwenye mstari ambao sisi tunautaka? Wote mnapenda maisha yenu mazuri, mnapenda nguvu za madaraka, mnapenda umwinyi na kuwatambia watu huko nje kama Jenerali Kagimu ambaye nimesikia kuingia kwake Tanzania leo tayari kaua mtu uwanja wa ndege. Hayo yote yanatokea, lakini mbona hakuna anayeuliza swali kwamba ni nani ambaye anahakikisha mnakuwa salama kwa huo ujinga wenu? Badala yake mnataka kunifahamu tu mimi jina langu na kama naongea kama nani. Naitwa Leonardo. Wote mndani kasoro watu watatu tu ni mara ya kwanza kulisikia hilo jina langu na kuniona mimi. Rais wenu hakuzaliwa peke yake, tulizaliwa wawili, na mimi ndiye ambaye nilitangulia kuzaliwa. Tukiwa wadogo tuliwahi kuishi maisha mazuri kwa muda mfupi na maisha magumu na mabaya kwa muda mrefu, jambo ambalo lilitufanya tusiupende umaskini. Maisha magumu ambayo tuliyaishi ndio ambayo tufanya sisi kuwa hapa tulipo leo hii. Tumetengeneza empire hii kwa jasho na damu,
hivyo naweza kuhakikishia kwamba hakuna mtu ambaye atakuja kuiharibu na atafanikiwa kuishi, lazima atakufa tu. Mambo yote ambayo huaga yanafanyika, maisha ambayo mnayaishi, ndoto ambazo mnazitimiza leo hii kwenye maisha yenu na familia zenu, huaga zinatimia kuanzia hapa ndani mlipo leo. Hapa ndipo inaandaliwa mipango yote. Hapa ndipo mipango ya maisha yenu huaga inaanzia, na hapa ndipo ambapo linatakapokuwepo hitimisho la kila kitu. Kwa sasa hivi tumeshamjua mtu ambaye alikuwa anakuja kuharibu huu ulimwengu wetu wa dhahabu, na kama tumemjua, jambo pekee ambalo linakuwa limebakia ni kudili naye, ni kumwangusha, ili kuhakikisha kwamba hakuna kosa linakuja kufanyika tena hapa nyumbani kwetu. Yale makosa ambayo alifanywa, yale makosa ambayo yametulazimisha sisi kukutana hapa wakati huu, hakukuwa na mpango wote wa kuweza kufahamiana, hayatakiwi kujirudia tena, na kuanzia leo tunaenda kuyafuta. Nahitaji kila mtu afanye majukumu ambayo yatamhusu na atapatiwa. Waga spendi watu ambao wananiuliza maswali mengi sana kwenye mambo yasiyokuwa na msingi. Hii kazi nimeamua kuifanya mwenyewe. Nitamuua huyu mtu kwa mkono wangu mwenyewe, lakini kila mtu miongoni mwenu hapa anatakiwa kuhakikisha kwamba anakamilisha kazi ambayo, na kama kuna mtu ashinda kutekeleza hilo, basi ajue wazi kabisa kwamba hatamaliza masaa 12 akiwa bado ni mzima wa afya. Aliongea kibabe na kuivuta bastola ambapo lisambaza risasi kwa watu wengi ambao walikuwa wamekaa kwenye meza hiyo, mpaka wale ambao waliobaki wakabaki wanatemeka. Hawa wengi ambao wanatokea mataifa mengine hawana umuhimu kwa sasa, kwa sababu siri ikiwa kwa watu wengi linakuwa ni jambo la hatari sana kwa usalama wetu wenyewe. Kwa muda huu tutabaki wa Tanzania wenyewe pamoja na Kagimu ambaye anasimamia biashara za madawa kulevya. Wote mlisho mlikotoka kwa sasa nataka kubaki na mdogo wangu tu pekee, kwa sababu nina maongezi naye binafsi. Ile kauli ilieleweka. Hata hivyo hakuna mtu ambaye alikuwa anatamani kuendelea kubaki pale, hivyo alitoka haraka sana ile eneo. Kulikuwa na jagani ya kuatisha namna hiyo. Maisha ya madawa yanatengenezwa kwa hofu. Hofu waga inaleta utiifu miongoni mwa watu, mdogo wangu. Kuna watu kujifunza vitu ni mpaka waweze kuona vinatokea, la sivyo utakuna poteza muda wako bure na hakuna mambo yatabadilika kwao. Hao wote wameondoka hapa leo wakiwa wanajua madhara ya kutusaliti sisi. Wanaelewa hakuna mtu mwenye umuhimu mkubwa sana kwetu, kwa sababu tunaweza kumfikia yote yule ambaye tunamtaka sisi. Hii ni kanuni ya maisha, kama mbinu nyingi sana zinafeli. Hofu inaweza kuwa ni sehemu nzuri sana ya kuweza kuwatawala watu. Kwa hiyo kwa sababu mpango ni upi? Kwa rekodi za huyu mtu, ni mtu hatari sana. Ni mtu ambaye sio wa kutafutwa au kupatikanika kirahisi, hivyo kwa sasa hivi watu wote ambao wanatuzunguka watakuwa kwenye hatari kubwa sana, lazima watakufa. Unamaanisha nini? Watoto lazima wafe. Huyu anajua kwamba kwenye hili kuna watu wakubwa na huenda tayari ana taarifa zao, hivyo atawatafuta tu. Nadhani nafasi kubwa sana si kuweza kumuinda na kumuua. Hapana, kwenye mazingira namna hiyo ambayo itakuwa rahisi kuweza kufa, anaweza kapona. Kwa hiyo unawaza nini? Unatakiwa kumtoa sadaka rafiki yako. Unamaanisha mwanasheria mkuu? Ndio. Unamaanisha nini Leonardo? Hawa watu wote huyu bwana lazima atawafikia. Lakini kuwafikia hawa itakuwa ni njia ya kuweza kufika hapa ambapo itakuwa ni sehemu nzuri sana ya kuweza kumuulia. Bado sijakuelewa Moses. Anatakiwa vipi kufika hapa? Asio kila mtu anajua haya makazi. Leo wakati wanatolewa hapa ni Moses tu ambaye hajafungwa kitambaa. Maana yake ni kwamba anataka yeye ayajue haya makazi na mimi ninapoishi. Alafu kama huyu mtu atampata yeye kabla ya sisi kumpata, maana yake ni kwamba ni lazima atamtesa na kutaka kujua kwamba nguvu yetu inapatikana wapi. Huyu mtu ni muuaji, hivyo lazima tu atataka kutuua kwanza, ndipo amlete Fania kwenye vyombo vya habari kuelezea yote ambayo yalikuwa yametokea huko nyuma, na ni jambo ambalo hatutakiwi kabisa kuruhusu liweze kufanyika. Mpango wako ni upi sasa kwenye akipajua hapa, na umejuaje kwamba atamtumia huyo binti baada ya kukamilisha kazi yake? Mimi pia nimefanya kazi ya kuwa muuaji. Muda mwingine sio ushahidi tu pekee ambao unatosha kuweza kufanya kila, kwa sababu unaweza kulikamilisha moja kwa moja likakushinda, na hapa ndipo tunaingia watu wenye akili za mahesabu makali. Huyu jambo ambalo hataki lifanyike ni kuharibu sehemu moja. Kama binti akija hadharani kuleta ushahidi sasa hivi, atazua taaluki na binti hata kuwa salama, na ndio maana unaona anaua wengi watu kwa wakati mmoja akiwa anakimbizana na muda. Hivyo kwa sasa hivi kipaumbele chake kikubwa zaidi ni kuhakikisha kwamba huyo binti yupo salama, ndipo mengine yanafuata, hali ambayo itakuwa ni ngumu kujua huyu mtoto wa kike yuko wapi. Kwa hiyo kama hili ndilo wazo lake, na sisi tunatakiwa kwenda na akili yake, ambapo tunatakiwa kumuongoza aje hadi sehemu ambayo hata akatoka tena na atasema tu wapi alipo huyo bibi. Sasa kufanikisha hilo, anatakiwa kuwepo mtu mmoja ambaye
atakuwa anapajua hapa, na ndio maana rafiki yako ndiye ambaye ameondoka hapa bila kufungwa, kwa sababu yeye wakili zake ataamini kwamba namuamini, ila ndiye atamleta mwandishi hapa. Kwa hiyo kwa sasa hivi tunaanza kuwasaliti watu wetu wa karibu namna hii. Kaka Zubeli, tulimua baba yetu mzazi kwa sababu ya haya. Unataka kuniambia maisha yake hayakuwa na thamani kuliko hao watu ambao tumekutana nao tu barabarani na hatujuani hata kiundani maisha yao nyuma wakati tunateseka? Na vipi kama ili litaisha vibaya? Unanijua vizuri na unaelewa siwezi kuruhusu mtu yote akuguse kwa gharama namna yote ile. Kwa hiyo natakiwa kufanya nini? Kwa sasa una kazi mbili tu. Kazi ya kwanza, hizi kesi zote ambazo zimetokea na mambo yote mabaya ambayo yametokea, unatakiwa kumpatia mwandishi. Siku zote ukitaka kumua mbwa wako, mpe jina baya. Hivi watu wataanza kuwa na hasira naye, jambo ambalo litamharibia kila kitu, na itakuwa rahisi hata siku akipotea kujulikana kama watu wenye hasira kali ndio ambao walimuua, baada ya kumuona kwamba sio mtu aliyekuwa mfano bora kwa jamii yake mwenyewe au kujenga jamii iliyo bora kama ambavyo alikuwa anajinasibu. Na Kagimu tunafanyaje? Asina uhakika na maisha yake. Hata bwana asipompata basi tutamuua wenyewe. Nimeshapata mtu wa kubeba nafasi yake, hivyo sitamhitaji kwa sasa. Baada ya kumuua tutampatia siri ya yeye kutaka kumpindua rais wa Uganda, rais mwenyewe ambaye atatuamini, na itakuwa moja kati ya sehemu kubwa sana ya uwekezaji kwenye taifa lake. Na nina imani kwamba ni lazima atatulipa makubwa sana kwa wema wetu, na baadaye yeye mwenyewe atajikuta kuwa ni kibaraka wetu. Alafu kuna hili swala la mkuu wa majeshi. Hivi leo wazo langu la kumuua baada ya haya itakuwa ni zuri bado? Huyo utamalizana naye kwa namna ambayo utaona wewe inafaa kikubwa tu kwa makini, kwa sababu hawa watu muda mwingine huaga wanazaliwa na bahati kubwa sana kama paka vile. Ukimkosa mara moja tu anaweza kuja kukuletea madhara baadaye. Unataka kujua anakutana na nani na anafanya nini na hao watu ambao anakutana nao kwa siku yake nzima, na kama kutakuwa na mazingira yote ambayo usiyoelewa, wasiana na mimi mapema sana tumalize jambo hili haraka. Na jambo la pili ni lipi? Maana umeniambia moja tu, hautakiwi kutoka nje ya Ikulu kwa sasa. Unamaanisha nini? Hawa watu waga wanaga mbinu nyingi. Wewe ni ndugu yangu ambaye sitaki kukupoteza. Kama ni mtu mwenye maisha ya namna hii hapa ambayo nimeisoma, basi ni mtu ambaye anaweza kutumia kila namna kufanikisha jambo ambalo yeye anataka kulifanya. Kwa maana hiyo, moja kati ya watu ambao anaweza kuwa na wawinda sana mpaka sasa hivi niwe hapo. Anajua sio rahisi kuweza kumfikia rais, kwa hiyo anaweza kujaribu kutumia kila nafasi ambayo ataipata ili kukudhuru. Anaweza asiwe na uwezo wa kukufikia moja kwa moja ulipo, ila ana uwezo wa kutumia watu wengine kwa kuwa pesa anazo. Ndio sababu ambayo imenifanya mimi nikwambie kwamba kuanzia sasa hivi unatakiwa ukiingia Ikulu usitoke mpaka jambo hili lifika mwisho na mtu yakapoteza maisha. Sina imani na usalama wa huko nje, hasa ninapokuwa niko mbali na wewe na nimebakiwa na wewe tu kwenye maisha yangu. Na kuhitaji ukiwa hai Zuberi. Wewe ndiye nguzo ya maisha yangu. Wawili hao walikumbatiana kwa furaha kwa sababu walikuwa wanaishi maisha ya ndoto zao kwa pamoja, na walikuwa naenda kuimaliza kazi ngumu ambayo ilikuwa imesalia mbele yao ili waendelee kuwa salama na kutunza siri zao kama ilivyokuwa zamani. Wataliimba jina langu. Gabriel Msera na Luanda Abrahamu, wanaume hao wawili walikuwa wameweka kambi nyumbani kwa mwandishi Rashid Mazinde. Hakuwa na taarifa za uwepo wake mahali popote, hivyo walikuwa wanashinda karibu na nyumbani kwake ili kuweza kumuingiza kwenye 18 zao, hasa baada ya kugundua yeye ndiye ambaye alikuwa nyuma ya mambo yote ambayo yalikuwa yanatokea. Mambo yote yalikuwa yanatokea kwa sababu ya makosa makubwa ambayo aliyafanya Gabriel kuruhusu Sadiki kumzidi akili, ndiko kulifanya mpaka nyakati hizo hilo jambo lilianza kuleta shida, kwani kama wawili hao wangelikufa tangu zamani, basi huyo mwandishi asingekuja kuhusika kwenye maisha yao na wala asingelikuja kujua siri ambazo zingezikwa na watu hao wawili. Lakini ujuaji wake wa kuhisi alimaliza kazi ingali kazi ilikuwa bado kuweza kuisha, ndiko ambao kulifanya mambo yaanze na moja kufanyika. Hivyo alijihisi hatia kubwa ambayo ilimnyima raha na kumfanya aweze kuwa na wasiwasi na maisha ya familia yake ambayo mpaka wakati huo hakuwa amepata bahati ya kukutana nayo zaidi ya kuiona tu kwa mbali. Hivyo hakuwa anataka kufanya kosa lolote kuweza kuipoteza.
Hofu yake ndio ambayo ilimfanya yeye na mwenzake kushinda eneo hilo kuweza kumsaka mwandishi huyo ambaye waliamini kwa gharama yote lazima tu angerudi hapo nyumbani kwake. Uendo alikuwa sawa, ila muda ulikuwa unahukumu. Gabriel na Luanda walikuwa wamezima mawasiliano, ila Gabriel alikuwa amewasha simu yake wakati huo. Hawakutaka kuwasiliana na mabosi zao mpaka pale ambapo wangekamilisha kazi hiyo. Gabriel hakuwa na neno lolote la kuweza kumwambia mwanasheria mkuu kama angelikutana naye, zaidi ya kuongeza hatari ya familia yake kuweza kuuawa watu, na ndio maana akaamua kujikausha mwenyewe. Huyu mtu unahisi kwamba anajua kama sitakuwepo ile eneo na ndio maana atokee. Aliongea Luanda akiwa makini, akitumia darubini yake kuangalia kwenye lile jengo mahali ambapo palikuwa na nyumbani kwa mwandishi. Hilo lazima nilijua. Yule sio mjinga, alijibu Gabriel akiwa hana raha, huku anapuliza moshi angani. Kwa namna hii maana yake ni kwamba tunapoteza muda hapa, kwa sababu tunaweza kumsubiri hata mwezi mzima na tusimpate. Huyu mtu hana hata familia, hana mtu yoyote ambaye anamtegemea, hana hata rafiki wa kusema kwamba anazijua siri zake. Ni mtu tu ambaye alikuwa anaishi maisha ya pekee yake kabisa, kana kwamba hapa duniani alizaliwa mwenyewe, na ndio maana inakuwa ni vigumu sana kuweza kumpata. Lakini hata watu namna hii hapa pia kuna wakati uoga wanafanya makosa, na pindi akiyafanya hayo makosa ndio unakuwa ni muda mzuri wa kuweza kudili naye na kumkamata. Kwa na imani lazima atarudi tu hapa nyumbani kwake, kwa kuwa aliondoka ghafla. Unamaanisha kwamba ni kweli anaweza kurudi hapa? Kujua anatafutwa sio sababu ya kumfanyia asirudi Rwanda. Niamini mimi, Gabriel, huyu mtu umesema kwamba hana familia wala rafiki, ambao mara nyingi unaweza ukawa ni udhaifu wake mkubwa. Sasa vipi kama mambo yakienda kinyume? Unamaanisha ni Rwanda huna familia, vipi kama ataamua kuitumia familia yako kama udhaifu? Unamaanisha kwamba aiteke familia yangu? Yep. Kwanza ataijuaje familia yangu na kwa nini aiteke? Umefanya kazi na Sadek, anajua maisha yako ndani nje, na huyu alikutana na bwana huyu kabla hajafa na kumpatia siri zote. Unahisi kwenye hizo siri zako na familia yako zitakuwa zimepona? Ile kauli kamshtua Gabriel, ni kama vile kulikuwa na uhalisia kwenye ile sentence. Fikiria kwa makini Gabriel. Watu hivi mara nyingi ili aufikie mtu yenye matunda lazima asafishe majani kwanza na miti midogo ambayo inamzuia njiani. Hapa miti yenye matunda ni mabosi zetu, na miti midogo na majani ni sisi. Maana yake ni kwamba lazima ataanza kwanza na sisi, huku ndipo wafuate hao. Sisi anatupataje? Njia rahisi ni kutumia watu ambao wanaweza kufanya uwepo eneo la tukio. Kwa hiyo nataka uniambie ni nani ambaye anailinda familia yako? Mwanasheria mkuu? Yule hajari kuhusu familia yako Gabi. Na unaelewa hilo kwamba haukuwa na mpango mwingine wa kuwalinda? Wale wenzangu wawili ambao nilikuwa nimefungwa nao jela, niliwapa hiyo kazi ya kumlinda mke wangu na mwanangu, hivyo na imani watakuwa sawa, japo ni kwa siri sana. Unataka kuwasiliana nao walinzi, ujue kama familia ipo salama, na kama ikiwezekanika uhamishe sehemu walipo haraka sana. Gabriel kaanza kupanika ise. Aliangalia saa yake, ilikuwa imesoma ni saa 7 kasoro usiku. Alitoa simu yake na kuwapigia wale vijana wake wawili ambao alikuwa ameanza kufanya nao kazi zamani. Simu ilita mpaka ikakatika. Alisonya na kutaka kupiga tena kwa mara ya pili, lakini kabla hajabonyeza ikaita namba ngeni kwenye simu yake. Alimuonyesha Luanda akiwa na mashaka. Alimpa ishara ya kuweza kuipokea simu hiyo. Najua kwa sasa hivi upo nyumbani kwangu na niwinda. Sasa mimi binafsi nakupatia dakika 30 tu za wewe kuweza kumuokoa mwanao na mke wako ambao una muda mrefu sana ukiwa hujaona. Kama ukisubutu kufikisha hii taarifa mahali popote pale au kwenye mamlaka yote, na waua wote hao, na hakuna kitu ambacho tunafanya Gabriel. Ilikuwa ni sauti nzito ambayo ilimchanganya kutoka upande wa pili. Wakati simu ikiwa inakata, alipaki akiwa ameduaa tu, kwa sababu ni kama Rwanda alikuwa anaota jambo hilo. Alitamani kama angewaza jambo hilo mapema, ila hiyo ingemsaidia, kwani siku zote Majuto alikuwa ni mjukuu, na kwa wakati ule Majuto asingeweza kubadilisha jambo lote lile. Alianza kuondoka sehemu hiyo, lakini Rwanda alimshika mkono wake. Zile hasira zilikuwa zinamfanya asiwaze wakati wa kufanya maamuzi yake. Wewe mtu ambaye umefanya hizi kazi kwa muda mrefu sana, unaelewa kazi hizi waga hazifanyiki namna hii. Huyu amekuwa tayari, kwa hiyo njia pekee ya kuisaidia familia yako na wewe mwenyewe kuweza kujisaidia ni kutuliza akili kabla ya kuamua jambo lote lile ambalo unataka kulifanya Baragabu. Hicho naweza nguzeni familia yangu Rwanda. Nalielewa hilo, lakini mihemko haiwezi kukusaidia kwa sababu kwa sasa itakuletea matatizo, maana hata akili yako pia haiwazi sawa sawa. Kwa hiyo unapendekezo gani? Kwa sababu nina dakika 30 tu za na natakiwa niwe nimeshafika mikadi. Kwa sasa haiwezi kuwaua, ila kama hutatokea kabisa ndipo anaweza kuwadhuru. Hivyo tulia. Au jui kabisa kuhusu Rwanda.
Kwa namna alivyo yule bwana pale, kama angetaka kufanya hivyo mpaka sasa hivi angelikuwa ameshaua tayari. Huyu mtu ambaye tumemsubiri ila katuwahi namna ya kuweza kumpata hivyo. Tunatakiwa kuweza kutumia akili ya ziada. Ukienda mwenyewe nina imani kwamba hautaweza kudumu naye hata kwa dakika 5. Hivyo ni lazima tuende wote, na hii inaweza kuwa nafasi yetu ya dhahabu kuweza kuikamilisha zoezi hili. Na njia yako ni ipi? Pale utaenda mwenyewe alafu mimi nitapita nyuma ya nyumba kisha nitakuwa nyuma yake, ili kama likitokea jambo lote lile mimi nitapita naye. Una uhakika na huo mpango wako? Hakuna mpango wa hakika, tunaangalia njia ambayo inaweza kuzaa matunda haraka. Walipeana mikono wawili hao na kuondoka kuelekea huko Kigamboni, eneo ambalo halipo mbali na fukwe ya bahari, yani kwenye fukwe ya Mikadi. Mikadi Beach ndipo mahali ambapo alikuwa anaishi Pamela. Mwanamke alifanikiwa kuteka moyo wa Gabriel mpaka akawa pumui kabisa. Hakuwa amefanikiwa kutambua kwamba mwanaume wa maisha yake alikuwa amerudi mtaani. Alijua bwana huyo alikuwa ni mfu, na ndio sababu ambayo ilimfanya yeye kuendelea na maisha yake, japo alikuwa anapewa ulinzi na serikali kupitia mwanasheria mkuu, mpaka pale baadaye Gabriel alipotuma watu wake wawili kuwa karibu na hiyo familia kwa ajili ya usalama zaidi, kwa kuwa hakuwa na uhakika na yote ambayo yalikuwa yanaendelea kwa viongozi wake wa juu, hasa baada ya kutambua kwamba makosa yake ndio alikuwa amefanya kazi kuharibika. Alielewa ilikuwa ni lazima kuja kumlipa siku moja, na familia ingelikuwa ni sehemu ya kwanza kuweza kwenda huko. Gabriel alipokea simu kutoka kwa mwandishi. Aliwataka aweze kufika nyumbani kwa mwanaume huyo bila kushirikisha watu wa pembeni wala vyombo vya usalama, kwani kufanya hivyo wangelikuwa wanaenda nje ya makubaliano na lazima angeua familia yake. Ni nusu saa tu Gabriel alikuwa amepewa kuweza kufika hiyo sehemu, na hakuwa na namna nyingine zaidi ya kwenda sawa na yale makubaliano yao. Alitumia dakika 45 mpaka anashuka kulisogelea jengo ambalo alikuwa anaishi mke wake na watoto wake. Umbali wa mita 20 kutoka lilipokuwa jengo hilo kulikuwa na miili. Ilikuwa ni miili ya watu wake wawili ambao ndio alikuwa ametuma kumlinda mkewe kwa siri, na endapo kama mambo yangeweza kuharibika basi moja kwa moja walitakiwa kumtorosha mwanamke huyo na mtoto hata kwa nguvu. Walikuwa wamekatwa kwenye shingo zao, huku mmoja akiwa na risasi zaidi ya 4 kwenye kifua, hali ambayo hata mwenyewe ilimtisha kwa sababu hawakuwa vijana wake tu, bali walikuwa ni watu ambao walijua namna ya kuzifanya kazi za hatari kama hizo. Alikuwa ameshika bastola kwenye mkono akiwa amezisogeza hatua zake kwa umakini mkubwa sana, ila haikuwa sababu ya yeye kupata matokeo tofauti. Geti la hiyo nyumba liegeshwa tu, na kuanzia getini alianza kukutana na miili ikiwa imelala. Hiyo miili ilikuwa na majeraha mengi, japo hayakusaidia maana wahusika walikuwa wamekufa. Ndani ya geti kulikuwa kuna watu 6 ambao nao pia walikuwa wamekufa, na kwa mbali alikuwa anasikia sauti ya mtoto ikiwa inafurahia jambo. Alisogea tena kwenda karibu zaidi, ndipo akamkuta bwana yule akiwa na bastola kwenye mkono wake akiongea na mtoto wake. Huenda mtoto wake hakuwa anaelewa aliyokuwa yanaendelea, ila alifurahia sana kuwa na yule bwana ile eneo. Pamela alikuwa ameketi kinyonge akiwa amejikumbata. Ni kama hakuwa tayari kwa yale ambayo alikuwa yanaendelea pale, ila hata hivyo hapakuwa na mtu ambaye alikuwa na jali juu ya yale yote. Pamela wakati akiwa anageuka alipigwa na butwa. Ile butwa ilikuwa ni kumuona mwanaume ambaye aliamini kwamba ni mfu. Alisahau hata kama walikuwa mateka pale. Alitaka kuongea jambo ila hakuweza. Alitaka kunyanyuka bado hakuweza, zaidi ya kubaki akiwa anatemeka tu. Ni miaka 5 ilikuwa imepita tangu huyo mwanaume wake huyo alipopotea. Alikuwa anarudi kama mzimu tena bila taarifa. Kivipi alikuwa hai? Alisimama na kutaka kumsogelea bwana huyo, lakini alizuiliwa na kuamliwa akae kwa ishara. Ni mengi alikuwa ameanza kumzonga kama mwanamke kwenye ulimwengu wa kufikirika. Umechelewa sana Gabriel, kama ungezidisha zaidi ya dakika 2 basi mimi singekuwa namna zaidi ya kuwa familia yako na kuondoka. Kama na familia yangu. Wakati unaongea weka silaha yako chini, kwa sababu zani kama upo tayari kumwona binti yako na muua mbele yako. Unaweza ukawahi kunipiga risasi moja na najua nitaishi, ila mimi nitampiga binti yako kichwani na atakufa hapa hapa. Kwa hiyo unayajua madhara haya mambo kama mwanaume mwenzangu. Hakuwa namna zaidi ya kutupa taulo pembeni. Alishia silaha yake mbali na pale na akanyosha mikono juu. Nimefanya unayotaka, kwa hiyo naomba waende. Kuna jambo moja ambalo nahisi kwamba haukufundishwa au ni ujinga wako tu unafanya ulifanya. Wakati mnamuua Mr. Rambati,
Hamkuhangaika kujua kwamba lile eneo lilikuwa na kamera, au huenda ni kwa sababu tu ya ujeuri wenu wa kujifanya kwamba ni wajuaji. Najua mpaka sasa hivi upo na Luanda Abraham ambaye mlisaidiana kumua yule mzee. Kwa hiyo umejitokeza haraka sana kabla haujafanya kosa la kuyajutia maisha yako, kisha sisi watatu tuongee kama wanaume. Gabriel alikuwa amesogeza uso wake pembeni na kugundua kwamba ule upanga ambao alikuwa anautumia Mr. Lambert siku ile ulikuwa karibu na yule mwanaume, ukiwa na damu, na bila shaka ndio ambao ulikuwa umetumika kuulia wale walinzi mle ndani. Hakuwa namna zaidi ya kumuita Luanda ajitokeze, ambapo alitokea juu ya paa la nyumba na kurukia mbele akiwa na silaha mbili mkononi. Alipewa ishara ya kuweza kuzishusha bastola zake kwenye bwawa la maji la kuogelea, wakabaki wana silaha za moto, naye akashusha ile bastola yake kutoka kwa mtoto. Mkeo kwa sasa hivi hauna haja ya kumdanganya kuhusu maisha yako na kazi yako pia, kwa sababu anajua kila kitu. Gabriel, ile kauli ilimtisha. Mkeo hakutakiwa kujua baadhi ya mambo yake binafsi, kwamba yeye ni muuaji, na mkewe kujua hilo maana yake ni hata mtoto wake pia alikuwa anatambua hilo pia. How dare you? Akimwambia kama unathubutu vipi? Alitamka akiwa nauma meno yake, ila mwandishi hakujali zaidi ya kunyanyuka akiwa anaiweka bastola yake kiunoni. Wewe ni moja kati ya watu wajinga zaidi kuwahi kuzaliwa hapa duniani Gabriel, kwa sababu sio tu wewe mwenye makosa, hata huyu mwanamke pia ambaye wewe waga unaamini kwamba ni mkeo ana makosa mengi, huenda kukuzidi hata wewe. Huyu mwanamke amekuwa akilala na bosi wako mwanasheria mkuu kwa miaka sasa, hata kabla wewe haujaenda jela. Hivyo ameanza kukusaliti zamani bila wewe kujua. Nyakati ambazo ulizitumia kuamini huyu hawezi kuishi bila wewe, basi waliingilia kati watu wenye nguvu kuweza kulimenya hili tunda na kulila. Huyu mwanamke alikuaminisha kila kitu ukiwa mtaani. Alikufanya ukahisi kwamba ni mwanaume wa pekee hapa duniani. Alikufanya ukajihisi kwamba ni kidume halisi mbele ya wanaume wote, lakini haukuwahi kujua kwamba alikuwa na kuigizia tu, ndio maana bila shaka hata mtu ambaye alikutoa kule jela na ambao ulienda kufanya nao kazi hakukuambia kwa miaka yote hii hapa amekuwa kilala nani, kwa sababu alijua ni bosi wenu na ndiye waga anamvua sketi. Siku zote mwanamke yupo na hatua moja mbele ya mwanaume, na hata akili mwanamke ndiye mwenye akili zaidi, ila kwenye matumizi ndipo wanaume waga wanakuwa wako mbele ya wanawake, kwa sababu wanawake wanaanza kuendekeza hisia zaidi, na ndio sababu waga ni rahisi kuwadanganya ama kuwarubuni unapohitaji. Huyu mwanamke muda wote huo alikuwa anajua kwamba umefungwa. Hakuwa anajua kama umekufa kama ambavyo huenda ulikuwa unaamini. Wakati ambao wewe ulikubali kujitoa sadaka kwa ajili ya wawili hawa, basi yeye aliamua kujitoa sadaka kwa ajili ya pesa na nguvu. Hivyo ulishindwa kujiuliza ni kwa nini mwanamke ambaye mumewe alitelekezwa na mabosi zake kama mbwa akaenda kufungwa na hakuna mtu alikuwa na muda naye akanalindwa namna hii. Ulishindwa kujiongeza kabisa ukapata jibu Gabriel. Mwandishi alikuwa anaongea kana kwamba yeye na bwana huyo walikuwa wanafahamiana kwenye maisha yao huko nyuma, ila walisia ndio ilikuwa mara ya kwanza kabisa wawili hao kuweza kukutana kwenye maisha yao. Haya yote yanadanganya. Sio kweli, kwa sababu Pamela hawezi kabisa kunifanya hivyo. Kama vile amini mwanzo kwamba mwandishi kama mimi siwezi kuishi kwenye hii dunia, sio? Makosa ya wanadamu wapumbavu wa aina yako waga yanawafanya wanawahi kufa hata muda ambao wanakuwa watakiwa kufa, na kwa bahati mbaya sana hawajifunzi. Upo tayari uambiwe jambo la pili Gabriel? Alisita na kuishiwa nguvu. Alimgeukia Pamela ambaye alikuwa hawezi hata kumtizama. Yale yote ambayo yalifanyika kumbe alikuwa anamuigizia tu. Hakuwa na mapenzi wala nini, na alijua bwana yule anatolewa sadaka tangu muda mrefu tu. Pamela, haya yote ni kweli? Aliuliza kwa jazba akiwa anataka kulia. Hauna haja ya kuwa na haraka, kwa sababu na dakika 20 za kukaa hapa. Jambo ambalo haulijui wewe hapa ni kwamba Gabi, hata huyo mtoto sio wako. Mtoto mwanasheria mkuu. Gabriel alitabasamu kwa ngua kicheko huko akiwa na ugua ndani. Haiwezi kuwa kweli. Haya yote umeyajulia wapi? Wakati nafanya kazi kama hizi nilikuwa nafanya tafiti kabla ya kukurupuka. Tafiti zinakufanya unakuwa una taarifa nyingi ya jambo ambalo nalifanya au watu ambao unashughulika nao, hivyo hata nyie pia nilikuwa na taarifa zenu. Na zilinivutia zaidi nilipokumbuka kwamba mmemuua Mr. Lambert. Ni kweli alikosea dunia, lakini hamkupaswa kumuua kwa sababu ni yeye ambaye alinifanya mimi nikakubali kuifanya hii kazi. Amuone kama mnastahili kufa vibaya sana kwenye mkono wangu. Gabriel alibakia kama mtu asiyekuwa na nyumbani wala matumaini. Fikra zikamrudisha kwenye maisha ya nyuma, namna jinsi alivyokutana na mrembo huyo tangu anasoma. Aliwaza yale mapenzi kwa taratibu ambao alimfanya kutamani kulia, kwamba yale yote alikuwa anaigiziwa.
wakati ambao alitamani kumhukumu mwanamke huyo na kumfanya jutie kumjua hapa duniani. Haikuwa muda rafiki kwa sababu yeye mwenyewe kwanza alikuwa na kazi ngumu ya kuweza kuyapigania maisha yake. Luanda Abraham, kijana ambaye ulitumia vizuri sana nafasi ya maisha yako kutoka kuishi kwenye magenge kama muuaji mpaka kuja kuwa sehemu muhimu sana kwenye serikali, na baadaye ukapata nafasi ya kuishi maisha yako baada ya Mr. Matata kustaafu kwenye nafasi yake. Ulipata muda wa kuishi kwa mara ya pili. Ni muda ambao ulikuwa unatakiwa kutumia zaidi kufanya mambo sahihi na sio kurudi tena kwenye huu ujinga. Kurudi kwako huku ndiko kuna kufanya leo ufe kwa aibu eneo kama hili. Na sitakuua tu, utakufa ndio, ila utatamani usingekuja ile eneo. Na kwa pia Rashid, kama kuna sehemu umeishi maisha yako ukahisi kwamba ni mtu usiyegusika, basi leo hii naenda kukuonyesha upande tofauti wa shilingi ulivyo, na mimi ndiye ambaye nitakuwa mtu wa mwisho wewe kuweza kuiona sura yangu kabla hujafa. Napenda watu ambao wanajiamini kama wewe. Lakini kwa bahati mbaya upo sehemu ambayo sio sahihi. Hata nafsi yako pia inajua uongo ambao unautumia kujidanganya hapa. Hauna msaada wote wewe kuweza kutoka hapa ukiwa salama. Mwandishi Rashid Mazinde alitulia kuongea wakati ambao alimuona Gabriel akiwa anamkimbilia Pamela. Alikuwa na hasira naye kali ambayo hakuna mwanadamu angeweza kuituliza kwenye maisha yake. Kudanganywa maisha yake yote, kufanywa usaliti zilikuwa ni dalili za yeye kutokumsamehe mwanamke, na aliona anafaa kufia kwenye mikono yake yeye. Gabriel kwa wakati huo ni jaziba ambayo ilikuwa inamfanyisha maamuzi na sio akili yake. Jambo lile hakutambua madhara yake mapema, hivyo akajikuta kwa nani tu bila hesabu nzuri. Akamkaribia mwanamke ambapo lengo lake lilikuwa ni kumuua. Akarudisha hatua 10 nyuma akiwa anaburuzika, kajishika kwenye kifua. Mdomoni alikuwa anarusha damu nyingi sana. Mguu mzito ulikuwa umetoka kwenye kifua. Alisimamia kisu kwenye mkono wake ambapo alifanikiwa kusimama, ila kifua kilikuwa kinawaka moto. Alitema damu na kujifuta akiwa amesimama wima na mikono yake miwili ilikuwa imeshika visu. Luanda alikuwa pembeni naye hakupoteza muda. Walitambua ule ulikuwa ni mlima mrefu kuupanda, na ndio sababu Luanda alihitaji wawe wote wawili hiyo sehemu ili waweze kwenda kumshambulia mwandishi aliyeonekanika kuwa ni hatari sana kwao. Mwandishi huyo alikuwa amesimama wima, mikono ikiwa imeweka nyuma. Alikuwa anaangalia mabwana hao wawili kwa umakini kabla ya kuwatamkia kwamba huyu mwanamke ni kweli kakufanyia wewe makosa makubwa sana, jambo ambalo halinihusu. Alijihusisha na mwanaume ambaye anatakiwa kufa kwa gharama yote ile ambayo itakuja mbele, lakini halikuwa kosa lake. Yeye alikuwa ni kiumbe dhaifu aliyewekwa katikati ya wanaume wawili wenye mabavu kumzidi, hivyo aliangalia namna ya kuweza kumfanya yeye aweze kuishi kama ambavyo wewe ungefanya, ndio sababu akakusaliti. Sijali kuhusu hisia zako, ila nimeamua kwamba huyu mwanamke na mtoto wake wataishi hata baada ya haya. Sijaona kosa lake la kumfanya yeye kufa kwa kutafuta njia kuweza kuyapigania maisha yake sehemu ambayo hakuwa na msaada wote ule. Gabi hakutaka maelezo mengine. Alikanyaga ile sakafu kwa nguvu akiwa anamfuata mwandishi. Alikuwa anaburuza vile visu sakafuni akiwa anajigeuza kwa nguvu. Alitawanyisha miguu yake kisha akakusanya kwa pamoja. Ile mguu mmoja ulikuwa umetoa tumboni na mwingine ukagota kwenye kifua. Ilimrudisha Rashid hatua 4 nyuma mpaka alipokuwa amekita buti lake kwa nguvu chini. Alinoa uso wake na ukutana uso kwa uso na kisu kikiwa kimelenga kwenye mdomo wake. Alizungukia pembeni na kuruka hewani ambapo alitua mita 5 nyuma. Gabriel hakuwa na muda wa kupoteza. Alikuwa anavizungusha vile visu vyake akiwa anatembea kama umeme kwenye miguu yake. Zile hasira na maumivu ya usaliti ambayo yalikuwa ndani yake yeye pekee ambaye alikuwa anaelewa. Hakuwa na mtu mwingine ambaye angeweza kutambua hali ambayo alikuwa anaipitia kwa wakati ule. Alitoa karibu na miguu ya Rashid. Akiwa na kita visu alizini. Bwana yule alijivutia kwa nyuma kisha aligeuka na mguu mmoja ambao ulitoa karibu na ulipokuwa mgongo wa Gabi. Ungempata angetengeneza kilema cha maisha. Gabi alikoswa akiwa anajirusha hewani ambapo mguu ulitua na kubomoa sakafu eneo lile likawa linatetemeka kwa muda. Gabriel alipanga mikono ikiwa na visu huku akiwa na hasira kama moto kwenye moyo wake. Rashid kwa mara ya kwanza alikunja mikono yake. Ile mikono iliitikia kama mtu alikuwa anavunja zile kuni ambazo zimekauka sana. Moto unazisubiri tu kwa hamu. Alikuwa anampimia wakati Gabriel alikuwa anakuja. Ujio wake haukuwa na utaratibu kwani alikuwa anamshambulia kila mahali. Alimgoja mpaka pale alipokuwa amemkaribia zaidi, ndipo naye akawa ameenda kwa kasi kumfuata alipo. Gabi
Alikuwa amerusha mkono wake mmoja mbele, mwingine ukiwa nyuma kwa ajili ya balansi. Mkono wake ulipishana na kwapa ya Rashid. Alipigwa kwenye mbavu, akawa amelazimishwa kusimama, huku mkono wa pili ambao ulikuwa ukijiandaa kushambulia ukiwa umekosa nguvu ya jambo la kulifanya pale. Akiwa anaweweseka na kuguna kwa maumivu, alipigwa mguu wa shingo, akayumbia pembeni. Hakupata muda wa kufika sakafuni. Alikunjwa na mtama kwenye muhogo wa mguu, akashindiliwa na mguu wa kichwa. Kama sio kuwahi kukita kisu chini, basi pale pale angemwaka ubongo wake. Alijigaragaza mpaka nyuma kidogo baada ya kuona bwana yule anashuka na goti ambalo lilifanya ile sehemu ibonye. Alikuwa na hema kwa nguvu. Mwili wake ulikuwa unauma kila sehemu, ila alisimama kwenye maisha yake ya kujitafuta kwa kabisa kufikia sehemu akahitaji msaada wa kupigana na mtu, lakini kwa nyakati hizo alilazimika kumgeukia Luanda. Luanda naye ni kama vile akili ilikuwa mbali. Alikuwa vitani, alijisahau. Kujisahau kwake ni kwamba alikuwa ameenda kupigana na mtu, ila akajikuta akiwa amenogewa na ile pambano kiasi kwamba akawa anaangalia kilichokuwa kinatokea. Gabi kumwangalia ina maana kwamba alikuwa anataka muda wa kupumzika wakati mwenzake akiwa anajaribu bahati yake. Luanda alisogea karibu na alipokuwa Rashid. Mkono mmoja alikuwa na bisu kubwa na mkono mwingine alikuwa amevaa ringi ya duara ambayo kwa nje ilikuwa na kitu kama misumari. Kwa wakati anataka kwenda, naye mwandishi alimtishia kama vile anaenda hivyo, akajikuta akiwa na sita kwa hofu. Video za marejeo akiwa anamwangalia bwana huyo akifanya mauaji zilikuwa zinajirudia kwenye akili yake pamoja na ile historia kiasi kwamba akajikuta akiwa anaingiwa na hofu pamoja na kutokujiamini kwa wakati mmoja. Hali kama ile ilikuwa ni ishara ya moja kwa moja kwamba alikuwa amepoteza nusu ya pambano lake. Luanda alihesabu hatua ya kwanza, ya pili na ya tatu, akanyanyuka kwa kasi kumfuata Rashid, lakini akiwa anamkaribia aliona bwana huyo akimhesabia hatua zake kuzikata kuelekea alipo, tena kwa kasi sana zaidi yake. Alimtisha na kumfanya asite kwenda. Ile kusita kwake ndilo lilikuwa ni kosa lake kubwa, kwa sababu alipishana na mkono wa shingo. Akiwa amefanikiwa kuukwepa, ule mkono uligeuzwa kwa nguvu kubwa sana, ukakunjwa karibu na sikio. Lidakwa na kuvutwa kwa nguvu zisizokuwa za kawaida. Akiwa anaguna na kumfuata bwana yule alipokuwa anamvutia, alipigwa na kiganja kwenye bega. Wakati akiwa anainama, naye alirusha ile lingi ikatua kwenye mguu wa Rashid, ikamjeruhi kidogo, lakini lile lilikuwa ni kosa kwa sababu alipigwa ngumi moja ya mdomo akiwa anasukumiwa pembeni mpaka meno 7 yakawa yameruka hewani. Alidondokea pembeni akiwa anapiga yowe Luanda. Leo alikuwa na msaada wote ule kwa upande wake, kwa sababu wakati ambao alikuwa anataka kuutumia kujisikilizia maumivu yake, alitambua kwamba mwandishi alikuwa ameshamfikia. Alipigwa buti la tumbo, akavutika pembeni. Mguu wake ulidakwa, akanyanyuliwa juu kwa nguvu, ambapo aliachiwa. Mwandishi akageuka na sarakasi ambayo ilikutanisha miguu yake kwenye kichwa cha uso wa Luanda. Akabebwa mpaka kwenye ukuta wa ile nyumba ambao ulimfanya asikike, akilia kwa kushtuka kama mtoto ambaye alikuwa amenyimwa ziwa wakati wa kuweza kunyonya. Gabi hakuwa anaamini yale ambayo alikuwa anayashuhudia pale wakati ule. Alikuwa anaiwazia ile bastola yake ambayo alirushia pembeni wakati anaingia ile eneo. Wakati huo Pamela alikuwa amemkumbatia mwanae asiweze kuangalia ule unyama ambao ulikuwa unatendeka pale. Mwandishi alitoa bastola yake na kupiga risasi kwenye ile bastola, ikawa imeharibika. Hawakutakiwa kuvamia silaha za moto, bali mikono yao ndio ilikuwa inatakiwa kuongea na kuwa msaada kwa sababu hayo mambo aliyataka wenyewe. Gabi akiwa anaendelea kufikiria, alimuona Luanda akiwa amenyanyuka tena kwa hasira, japo mwili wake haukuwa sawa. Alikuwa anamkimbilia mwandishi akiwa anapiga makelele, naye akaona ile ilikuwa nafasi kwake kuweza kuitumia vizuri. Luanda alipokuwa amemkaribia mwandishi alirusha kisu. Kisu akiwa na ile lingi kwenye mkono wake. Mwandishi alikikwepa kile kisu, akawa anamtizama mwanaume yule akiwa anamsogelea. Alimwacha arushe ule mkono wenye lingi ambao aliukwepa kidogo tuna ukambalaza kwenye msuli wa mkono, lakini ngumi ambayo alikutana nayo Luanda alibaka ameshika shingo yake akiwa anazunguka. Ni muda ambao Gabi aliutumia vyema baada ya kupitisha kisu kwenye mbavu za mwandishi.
alifanikiwa kukwepa sehemu kubwa wakati akiwa na shuka, lakini kilikuwa kimeingia kidogo. Alizunguka pembeni na kuinama kuokota ule upanga ambao ulikuwa ukitumiwa na Mr. Lambert. Ule upanga ulikuwa ni sehemu kubwa ya historia ya mzee yule. Hazikuwa dalili njema kwa ukizingatia Rwanda bado alikuwa ameshikilia shingo yake akiwa anapumua kwa shida kutokana na aina ya ngumi ambayo alikuwa amepigwa. Gabi alikuwa anakuja kwa nguvu, makini ulikuwa ni sehemu ya muhimu sana kwake. Mwandishi aliwegemeza ule upanga sehemu ambayo ilikuwa na taa ya umeme ambayo iliaksi ule mwanga ukamkita machoni Gabi. Akawa hajaona vizuri mbele na kufumba macho yake, hivyo akazipoteza zile hesabu zake. Alipokuja kushtuka alikuwa amesema vile vile tu mpaka alipokuja kutoka kwenye ile hali. Baada ya kuhisi damu inamtilika ndipo akatambua kwamba mkono wake mmoja ukuepo mkononi. Huo ni mwisho wa sehemu ya 12 msikilizaji. Burudani ipo katika sehemu ya 13 tulipoishia ndipo tutakapoendelea. Sikuchoshe, nisikupotezee muda wako. Hakikisha kwamba unakuwa nami katika sehemu ya 13 na mwisho tutamaliza katika sehemu ya 14 kumaliza kabisa simulizi yetu mpaka mwisho kabisa. Kilichoendelea usikose. Mtunzi ni Fabian Mabuya, director ni kutoka Simulizi Mix, ndio mwandaji wa simulizi. Mwisho wa maliza simulizi itakuwa na simulizi mpya kutoka Bibi Rashida Salma Rashid Ramadhan inayokwenda kwa jina la Kijakazi Amaira. Kijakazi Amaira. Twende tukavunje mbavu kidogo baada ya kashikashi hizi za Bwana Rashid Mazinde. Tukutane katika sehemu ya 13 kuendelea kumaliza simulizi yetu. Bye bye.